Na tunasema kwa upande wake wacha wanyukane. Tutampa kura zetu yule ambaye ni bingwa. Umeona? Bwana, karibu sana brother. Asante sana. Karibu sana Radio 5. Okay, asante sana. Okay. Kama tulivyoambia Watanzania kwamba tutakuwa na ugeni, na ugeni wetu tayari uko hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza nao, na tunasema ni bingwa kwa sababu yeye ni moja kati ya viongozi katika upande wa kisiasa. Kwa hiyo tunataka tuone ubingwa wake. Nini ambacho atakuja kutuambia kuhusiana na ule ubingwa ambao wao kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wanaufanya. Labda kwa niaba ya Watanzania, wana Arusha na dunia kwa ujumla ambao wanakufuatilia sasa hivi, wangepaswa kujua unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ndonde Totnan, ni katibu wa Chadema wa kanda ya Kaskazini, ambaye anajumuisha mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro pamoja na Tanga. Kanda Kaskazini Arusha, Kilimanjaro, Manyara pamoja na Tanga. Okay. Na kazi ya katibu wa Chadema wa kanda inakuwa ni nini zaidi? Yani anakuwa ndio mtendaji mkuu wa masuala yote ya chama, kwa maana ya kusimamia utekelezaji wa maelekezo ya chama yanayofanywa na vyombo vya chama kama baraza kuu, mkutano mkuu, lakini pia kuna chombo kinaitwa kamati ya utendaji ya kanda. Kwa hiyo katibu yeye ndio anakuwa msimamizi na kuhakikisha kwamba utekelezaji wake unafanyika. Lakini pia kuhakikisha kwamba chama sasa katika maeneo hayo yote yanakwenda. Kama nilivyosema, katika hii mikoa minne tuna majimbo 35 ya kiuchaguzi. Tuna kata 735 na tuna vitongoji 10325 na tuna mitaa 522. Kwa hiyo kazi kubwa ni kuhakikisha kwamba sera, miundombinu, utekelezaji wa chama katika ngazi zote hizo basi zinafika na chama kinaenea katika maeneo hayo yote. Kanda Kaskazini ni moja kati ya ukanda ambao ulikuwa ni wakogofya sana kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nafasi yako ambayo unayo ni mara ya kwanza kukufahamu Ndonde Tottenham. Sikuwahi kukufahamu before. Okay. Na wakati nasikia kwamba umevaa viatu vya amani, nikasema huyu jamaa na kazi kwamba hataweza kufanya kama alivyokuwa akifanya Amani. Viatu vya Amani unavionaje? Vitakutosha? Kwanza niseme mimi naamini viatu, kila mtu ana viatu vyake na size yake. Lakini kwenye chama mimi sio mgeni, kwa sababu nimeanza harakati hizi kwenye masuala ya uongozi, utumishi wa kwenye chama. Nilianza katika ngazi ya chini, chama chetu kina ngazi ya chini kabisa. Kwa hiyo nimepikwa, nimeiva kwenye chama. Kwa sababu nilikuwa mwenyekiti wa Bavicha kwenye kata ya Usariva. Baadaye mwaka 2011 nikawa katibu wa Chadema wa wilaya ya Rumeru au Meru Mashariki. Mwaka 2012 wakati tulikuwa na uchaguzi mdogo wa Rumeru Mashariki, alishinda wakati ule tukiwa na Nasari, nikiwa katibu wa wilaya. Kwa hiyo niliongoza hayo mapambano. Lakini pia baadaye nikawa katibu wa Mheshimiwa Nasari, kipindi katibu wa mbunge. Na kutokana na performance na nini, basi baadaye 2014 nikawa katibu wa mwenyekiti wetu, alikuwa mwenyekiti wetu wa taifa Mheshimiwa Mbowe, jimbo la Hai. Lakini baada ya kutoka hapo 2015 nikawa afisa katika kanda ya Kaskazini, nikiwa nashughulikia organization, uchaguzi pamoja na serikali za mitaa. Kwa hiyo nimedumu kwenye nafasi ya kanda hii kwa zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo naifahamu kanda ya Kaskazini kuanzia vijiji, vitongoji, kila mahali. Kwa hiyo changamoto zake na nini. Kwa hiyo wakati Mheshimiwa Amani akiwa katibu, basi mimi nilikuwa ni afisa katika ofisi yake, na nilikuwa ni mtu wa field sana. Kwa hiyo mara nyingi mimi kazi zangu zilikuwa ni field. Kwa hiyo Tanga pamoja na majimbo yake yote 12, kata zake 335, yani ninazifahamu sio tu kwa majina bali kwa kufika. Kwa hiyo nimefanya kazi za chama in field katika paka kwenye level ya kitongoji. Lakini pamoja na hayo pia nimeshiriki program mbalimbali za kitaifa za kichama, kwa maana kwenye kanda ya Ziwa nimekwenda kanda ya Magharibi kwa ajili ya mafunzo, lakini pia kwenye program za kama vile Chadema ni msingi. Kwa hiyo
kwenye chama sio mgeni. Kwa historia yako ni kubwa sana. Sikuwahi kutegemea kwamba inaweza ikawa hivyo. Yaani hata tunapoanza kipindi sikutegemea kwamba unaweza kuwa na historia hiyo. Na ukijaribu kuangalia kwenye historia ambayo umeizungumzia, unaonekana uko deep sana katika upande huo, hasa katika nafasi ambazo umezishika na watu ambao umefanya nao kazi. Siasa ni umesomea, umezaliwa nao au umejifunza ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema? Kwanza nikianza kusema kwanza, siasa ni maisha yetu ambayo yanaishi kila siku. Kwa hiyo whether you like it or not, kwamba siasa lazima ni maisha. Lakini cha pili, kwamba katika taaluma yangu, wakati ninafanya degree ya kwanza pale Mlimani, nilifanya Bachelor of Arts with Education, lakini pia nilispecialize kwenye political science and public administrations. Lakini pia pale kuna Institute of Development Study, kwa pia kuna course nyingi nilisoma, kwa mfano mambo ya local governments. Lakini pia especially wakati nafanya masters ya development study pale chuo kikuu cha UDOM, kwa moja ya eneo pia ambalo ni specialize ni masuala ya local governments. Kwa hiyo pamoja na mambo ya police. Kwa hiyo ni eneo pia vile vile apart, ukiachana kwamba siasa nilivyosema ni maisha, lakini pia ni taaluma. Na bahati nzuri katika maisha yangu ya taaluma nimefundishwa na Professor Wekeza Mkandala, ambaye ni gwiji mtaalamu kwenye masuala ya political science, lakini pia na Dr. Bashiru Ali, ambaye pia aliwahi pia kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi katika Mlimani. Ni mtu ambaye pia kitaaluma pia amenifundisha pia siasa. Kwa hiyo it is a part pia ya academics, lakini pia ninaamini pia it is a part of life. Kwa hiyo I'm supposed to practice. Lakini vile vile kama walivyosema, vitu pia ni passions. Kwa hiyo hivi vitu wakati mwingine huwa vinakuja, kuna internal influence ambayo inakuepo ndani. Kwa sababu kuna wakati unaweza kusema hebu ngoja niachane naye nifanye mambo mengine, lakini unaona yani hauko, yani kuna kitu kunakuwa katika psychology tunasema intrinsic motivation. Kwa hiyo ule msukumo ndani kwamba kuna kitu unakiona Mungu amekiweka ndani yako, you are supposed to deliver kwa watu. Kwa hiyo mimi binafsi pia ukiachana mambo ya taaluma na nini, lakini pia ni passions na ni kitu ambacho kiko kwenye ndani kabisa ya damu kukifanya. Yani damu yako ni siasa, yani damu yako ni politics, yani direct kwa kila jambo. Serious, kwa sababu ya hiyo role nimesema ya siasa ina affect maisha yetu. Leo ukisema wafanyabiashara, anayedetermine kodi ni wanasiasa. Anayepanga budget ya madawa ya mishahara madaktari ni wanasiasa. Anayepanga elimu yetu na walimu mishahara na sera na nini ni wanasiasa. Kwa hiyo kwa kujua tu kwamba hicho kwamba siasa ni maisha, nikaona kwamba kuna kitu ambacho lazima nikifanye, ni wito. Kwa hiyo lazima ufanye ili kuweza angalau kucontribute kile ambacho, kwa sababu Mungu ametuleta duniani kwa purpose. Kila mtu ana purpose yake. Kwa mimi naamini purpose au ambaye Mungu amenileta kwamba kuna kitu ambacho natakiwa niisaidie jamii yangu. Na the only forum ya kuisaidia jamii yangu ni siasa. Kwa hiyo vyama vyetu vya siasa ni forum au ni majukwaa ya kudeliver kile ambacho Mungu amekiweka ndani yetu. Ndonde, kwa nini sasa siasa yako Chadema na sio chama kingine? Kwa sababu ya vision ya Chadema na matamanio, yani ndoto za Chadema ninaona zinaoana na kile ambacho mimi nakitamani. Kwamba kwa hiyo tumejikuta kwamba tuna match. Kwamba Chadema ina mwisho wa siku ni aina gani ya jamii ambayo tunataka, ni serikali aina gani ambayo tunataka, ni Tanzania aina gani. Kwa hiyo ni mimi kwa vision yangu, kwa mtazamo wangu, kwa matamanio yangu, ninaona kabisa nina match na Chadema, kwamba ni sehemu ambapo ninaweza kwamba kile nilichokuwa nacho kinaweza kikafanikiwa zaidi kuliko chama kingine chochote. Na sio kwamba ni fursa ya wewe kupata nafasi ya kuingia na kuwa Chadema? Kama ni fursa, kwa kweli kama ingekuwa ni fursa ni tungeenda chama tawala CCM, kwa sababu huko ungeweza kuteuliwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, lakini pia ni chama ambacho kina muda mrefu, kina hela, kina nini. Chadema hakuna hela. Ndio maana kuna msemo watu wanasema Chadema hatuna hela, tuna Mungu. Kwa hiyo utaona Chadema zaidi ni kujitoa, ni commitment. Wakati mwingine Chadema wewe ndio unatoa. Kwa mfano nimekuambia leo ukiangalia, mimi ni moja ambaye niligraduate masters nikiwa kijana mdogo sana, almost 25 years.
ambaye ningesema nitafute fursa niwe mbinafsi. Leo nimemaliza 2011, leo ni miaka 14. Kwa hiyo miaka 14 ningekuwa nafikiri na maisha makubwa na tofauti sana. Lakini tumekuja Chadema kwa sababu huu ni utumishi ndani ya Chadema. Kwa hiyo tunatumikia ule utume, ule karama ambayo Mungu ameiweka ili kuhakikisha kwamba at least tunatoa mchango wetu tuliokuwa nao kwenye jamii. Kwa sababu siasa ni maisha yako, uliwahi kutoa chozi kwa ajili ya Chadema? Sana tu. Mara nyingi sana. Kwa sababu kuna vitu ambavyo mnaviona, kuna vitu mnavifanya, kuna vitu ambavyo tunavipitia. Unakuta kuna wakati ambao watu ambao wameuawa, kuna watu ambao wamefungwa, watu wamemaliziwa kesi, kuna watu wamepoteza ajira. Yaani kuna mateso mengi ndani ya Chadema. Ndio maana hata katika kwanza ndio maana nisema Chadema sio fursa. Sababu Chadema ni mateso. Ndio maana Chadema huwa tunasema huwa tunagawana majukumu, huwa hatugawani vyeo au fursa. Swali langu pia ilikuwa kwa sababu yeye amesema kwamba amesomea masuala ya siasa. Kuna hii dhana ya neno kwamba siasa ni mchezo mchafu. Kuna vijana wanavyoisikia hii dhana ni kama wanaona kujihusisha kwao na siasa watakutana na hii michezo michafu. Tuambie wewe ambaye umesoma siasa, je, siasa ni mchezo mchafu? Kama nilivyosema, siasa ni maisha, na ni kweli kuna dhana. Kitu kibaya ni kwamba kwenye siasa kumevamiwa. Kama ambavyo maeneo mengine ambavyo yalivyovamiwa. Kuna watu wamefikiri kwamba siasa ni fursa, siasa ni kujineemesha. Lakini siasa nimesema, nimetoa mifano hapa, nikasema leo hii hapa, kama leo ukisema hata kama ni mfanyabiashara, kama hakuna amani, basi hata biashara yako huwezi kuifanya. Sure. Leo kama wanasiasa wakisema leo hatutengi budget, hatupeleki pesa kwa ajili ya madawa hospitalini, watu watakufa. Wakisema leo tumeona maeneo mengi watu walalamika barabara ni mbovu, ni kwa sababu budget hazijatengwa. Anayetenga hiyo budget ni nani? Ni wanasiasa. Sasa kibaya zaidi ni kwamba watu wameichukulia siasa kama fursa ya kujineemesha. Na ndio maana leo mtu anafikiria kwamba mtu yuko radhi auwe au hata afanye chochote ili mradi tu apate kile cheo kwa manufaa yake binafsi. Lakini siasa, watu wakaielewa siasa maana yake ni nini. Leo Tanzania tusingekuwa tunazungumza au tusingekuwa hapa katika level hii. Kwa sababu ya kwamba kujua kwamba siasa. Leo iangalia nchi kama Marekani wenzetu. Ndio maana wenzetu wanajua maana ya siasa nini. Leo tumekupa democratic miaka labda 5. Kuna vitu hujavideliver miaka 4 haujadeliver, wanakuja labda Republican. Kuna sera wameona labda nchi inakwenda na yumba, wanabadilisha. Ndio maana leo nchi zote zilizoendelea ni kwa sababu ya uongozi. Hata Mwalimu Nyerere alisema ili tuendelee tunahitaji watu, tunahitaji ardhi, tunahitaji siasa safi. Sasa ukiangalia Tanzania, watu tunao, ardhi tunao, lakini tuna shida kwenye siasa safi. Kwa sababu hiyo, kwamba dhana hiyo ni kwamba watu wanachukulia siasa ni fursa. Yaani unafika mtu ukiwa mbunge, yani mtu anafikiri leo ni bora atumie milioni 100. Mimi huwa siamini unapotaka kuwa diwani, mbunge, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, yani nitoe hela ili unichague. Kwa sababu mimi natakiwa niende nikawatumikie nyinyi. Kwa sababu nikitoa leo hela ni kama mmeninunua, ni kwamba tayari tumeshamalizana. Na ndio maana leo wananchi wengi wanakosa legitimacy au wanakosa ile power ya kumwajibisha kiongozi, kwa sababu akiangalia tayari alishapewa hela na uwezi kumdai. Lakini leo kama tungekuwa Watanzania tumejua kwamba siasa ni maisha yetu, kwamba siasa ni afya, ni elimu ya watoto wetu, siasa ndio barabara, siasa ndio kila kitu. Leo tunakupa Chadema miaka 5. Hujadeliver, kaa pembeni. Njoo ACT, hujadeliver, kaa pembeni. Umekuja sawa usiju nani. Leo Tanzania tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Kwa hiyo ni kweli kwamba vijana wengi au watu wengi leo wamekatishwa tamaa. Unakutana na watu ukiwaambia nendeni jamani kajiandikisha ukapige kura, utawaambia mimi siwezi kwenda kumtafutia mtu chakula. Kwa nini? Kwa sababu ya usaliti mkubwa ya watu ambao wamevamia siasa na kuona kwamba siasa ni kama fursa au ni genge la kupiga hela na kutengeneza maisha. Na ndio maana hata utaweza kukuta leo maprofesa badala ya kukaa vioni na kutengeneza cream au think tank ya taifa, lakini leo wanakimbilia kwenda kuwa wabunge. Ni kwa nini? Kwa sababu tu ya mazingira, na kwamba tumeiona hivyo. Leo profesa unamlipa milioni 3 akiwa chuoni, lakini leo anajua nikiwa mbunge
kwa mwezi napata milioni 16. Bado napata pa DM nikiingia tu kwenye kikao nikisaini niongee nisiongee na 300,000. Nina posho ya jimbo, ninapewa mafuta, ninapewa nini? Kwa hiyo utaona kwamba tatizo ya siasa yetu jinsi ambavyo tumeitengeneza, tumefanya watu kuona kwamba ni kichaka cha kupiga au ni fursa fulani. Wakati siasa ilitakiwa iende kazungumze maisha ya watu na kutatua changamoto za watu. Na Tanzania tupo na Ndonde Tottenham, katibu wa Chadema Kanda Kaskazini. Unaweza kutufuatilia pia kupitia YouTube yetu, andika tu Radio 5 TZ. Utaweza kutufuatilia live. Vile vile kama una ujumbe wote unaweza kuelekeza hapa kwenye nambari 0713220363. Nafasi ni ya kwako kwa ajili ya kuweza kufanya hivyo, na Ndonde atakuja kukujibu hapa. Ulikuwa na swali Flora? Mimi na swali. Katika uongozi wa Chadema kuna vigezo gani vya kimaadili vinavyohakikisha kwamba viongozi wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi na uwajibikaji? Maadili tunaye, na bahati nzuri sisi kwenye katiba yetu pia tumeweka kabisa, kuna kanuni kabisa za maadili. Ambapo moja kubwa, ukiwa kama kiongozi wa Chadema ni lazima kwenye masuala ya rushwa, yani hutakiwi kuwa mtu wa rushwa tu, kwa sababu Chadema moja ya kitu ambacho tunakipiga sana vita na tunakipambana sana na miaka mingi ni swala la ufisadi, kwa sababu tunaamini pia nchi imefika katika ufisadi. Kwa hiyo lazima sisi kwanza tuanze kuwa mfano, tuwe wasafi ili tuweze kupiga. Ndio maana wale msemo wanasema kabla hujatoa kibanzi jichori kwa mwenzako, unatakiwa utoe boriti iliyopo jichori mwako. Kwa hiyo kanuni ya kwanza hiyo ni muhimu sana kwa kiongozi wa Chadema, kwa maana ya kutokujihusisha na matendo ya rushwa. Lakini la pili, Chadema lazima, kiongozi wote wa Chadema lazima awe na sifa kwa maana ambayo inakubalika katika jamii, kwa sababu katika jamii kuna mila na desturi na kuna vitu ambavyo hata kama havijaandikwa, lakini kuna taratibu na sheria ambazo kama jamii tumekubaliana namna ya kuishi. Kwa hiyo lazima kiongozi wa Chadema afanane na ile jamii, aishi katika ule utaratibu ambaye kama jamii tumekubaliana. Lakini cha tatu pia, ndio maana Chadema tunasema pia kiongozi wote wa Chadema ni lazima awe na kipato halali, sio ambacho haramu. Tunataka awe na kipato halali ambacho kinamwingia ili kumpa ufanisi, kwa sababu kama nilivyosema Chadema hatulipani. Chadema ni kazi za kujitolea, ni wito, ni utume. Kwa hiyo lazima awe na kitu ambacho kitamuingizia kipato ili angalau aweze kuendesha familia na isije kumuingiza katika vishawishi kwa maana ya rushwa na vitu vingine. Lakini vile vile pia nasema kwamba masuala pia kuingia kwenye biashara hizi haramu, pia hiyo ni sifa au ni maadili ambayo kabisa yametajwa kwenye katiba ya Chadema kwamba kiongozi wa Chadema hapaswi kujihusisha na biashara yote ambayo ni haramu. Unaruhusiwa kufanya biashara, lakini biashara halali kwa mujibu wa sheria za nchi ambazo tunazo. Kwa hiyo hizi ni sifa kuu. Kiangalia sasa na sifa nyingine zile, kuwa mwanachama, kwa mfano wa kuigwa, kujitolea. Kwa hizo ni, lakini kuna hizo sifa ambazo ni general ambazo zitakufanya kuwa kama kioo kwenye jamii, ili yale unaposimama na kuyahubiri, basi at least wewe uwe mfano kwamba unayafanya. Sasa sije kaona unakuwa na kiongozi unasema rushwa, alafu kesho tunasikia kiongozi wetu umekamatwa na rushwa, au tunasikia umekamatwa na madawa ya kulevya. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo Chadema tunavipinga kwa nguvu. Kwa hiyo ni moja ya sifa na maadili ya kiongozi wa Chadema. Ukisikia jina Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ni lina soundi kwamba ni chama moja bora sana cha kidemokrasia. Lakini katika masikio ya watu au watu wanavyozungumza, unapotaja Chadema, miongoni mwa watu ambao hawajakomaa katika siasa, wanaamini kwamba ni chama ambacho kina fujo nyingi sana. Hii ni dhana ambayo imepandikizwa au ni kutokana na mazingira yenyewe ya Chadema ndio yaliotengeneza paka hali ikawa hivyo? Nafikiri ni dhana. Umesema vizuri, ni dhana kwamba imepandikizwa kwamba Chadema ni watu wa fujo, Chadema ni watu wa lakini kwenye kudai haki watu wanashindwa kuelewa. Ukisoma hata nadharia za wanafalsafa wanazuoni mbalimbali kwenye neno democracy, kwa sababu pia kuna vitu vinaitwa, kwa mfano kuna kitu kinaitwa popular democracy. Ni dhana ambayo ni sehemu, ni moja ya njia ya kutekeleza demokrasia, ambapo watu wanaweza kaamua kufikisha kile chao kwa kuandamana, kwa kuamua kufanya tukio fulani. Sasa hili ni dhana ya kupeleka demokrasia. Sasa kwa bahati mbaya sana nchi yetu tuna viongozi ambao wanapenda zaidi kusikia kusifiwa kuliko kukosolewa. Sasa unapojaribu kukosoa
kwamba mnaonekana ni watu wa fujo. Na utakumbuka moja ya dhana, kwa mfano utaona Chadema kwenye bendera yetu tuna rangi nyekundu. Ikajengwa kwamba Chadema kwamba watamwaga damu. Kwa ni dhana ambayo ilienea sana, ambayo tumefanya siasa za vijijini. Na ulichokizungumza Ndonde, nilikuwa nataka kuja hapo kutazama t-shirt yako. Yes. Nikiangalia kwenye t-shirt yako imeandikwa Stronger Together. Yes. Ina rangi 3. Kuna rangi nyekundu, kuna rangi nyeusi, lakini kuna rangi, mimi ni blind color. Yeah. Kuna rangi ni ya blue. Yes, ni blue. Na ni combination ambazo zimeungana. Yes. Natamani kujua hizo zina maana gani? Sisi rangi yetu, kila rangi ina maana yake. Kwa maana kwanza ukiangalia sehemu kuu, hata kwenye bendera yetu, hata kwenye t-shirt inavaa kwamba kuna nyeupe. Kwamba nyeupe tunaamini kwamba ukweli na uwazi. Na hiyo ndo ile dhana ambayo sasa tunaposema ukweli na uwazi, kuna watu sasa wanaanza kuona ndo tunafujo. Lakini kwamba na ukweli, kuna msemo mmoja wa vijana wanasema ukweli haugawanyiki. Yaani ukweli ni ukweli tu, hamna ukweli nusu. Sasa kusema ukweli una gharama yake. Kwa hiyo ina maana ya ukweli. Nyeusi ina maana kwamba inawakilisha Tanzania, sisi kama wa Tanzania. Lakini hii ambayo inakuwa kama blue bahari ina maana ya rasilimali, kwa maana bahari, madini na nini, kwa maana ni nchi kwamba Tanzania tuna rasilimali. Nyekundu ina maana kwamba sisi tunawaenzi mashujaa. Pamoja kwamba ukisoma historia yetu tunaambiwa kwamba Tanzania ni nchi ambayo ilipata uhuru bila kumwaga damu. Lakini ni watu kwamba hawaijui historia ya Tanzania na Tanganyika kwa ujumla. Kwa sababu kuna watu kabla ya kupata hii Tanganyika mwaka 61, harakati za kudai uhuru zilianza muda mrefu sana. Kwa hiyo tuliona kina Chifu Mkwawa, kina Chifu, wako watu ambao walinyongwa, kuna watu ambao waliuawa, watu wengi maarufu wanafahamu, kwa mfano Majimaji. Kwa kuna watu walimwaga damu kwa sababu ya kupingana na ukoloni. Lakini pia tutakumbuka hata baada ya uhuru kuna vita, kwa mfano ya Kagera mwaka 79. Walipigana kwa sababu ya kulinda mipaka yetu, ya kulinda nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo ni watu ambao walimwaga damu kwa sababu ya kuilinda hili taifa. Kwa hiyo nyekundu, sisi tunathamini kwamba mchango wa kila mtu mmoja katika kudai haki. Kwa hiyo hii ndio maana halisi kwamba tunatambua na kuenzi. Na ndio maana hata serikali wana sikukuu ya mashujaa. Kwa hiyo ina maana kwamba tunakiri kwamba kuna watu walikufa kwa sababu ya kuipigania hii nchi. Kwa hiyo Chadema sisi tumeamua kufanya kwa vitendo, kuiweka katika moja ya nembo yetu, kuonyesha kwamba tunathamini mchango wa kila mmoja wetu ambaye amepigania haki katika hili taifa. Tutarudi kwenye siasa za jumla za nchi, lakini tubaki kwanza hapa kanda kaskazini, hasa katika upande wa nafasi yako kama katibu. Mna utaratibu wa kuweza kuwajengea uwezo wa kama jinsi ambavyo wewe ulivyo? Sijajua kama chama kimekujengea uwezo au ni juhudi zako binafsi kwa viongozi wenu, hasa katika ngazi ya vijana na watu kama hao. Mna utaratibu kama chama kuweza kuwajengea uwezo katika upande wa kisiasa? Tuna huo utaratibu na huwa tunatoa, na nafikiri hata this year tulitoa tangazo, nafikiri deadline ilikuwa jana, kwa ajili ya watu vijana na pamoja na hasa na pia jinsia ya ke ambao wana ndoto za kuwa, wanafikiri wana passions, wana kitu cha kuwa viongozi au taka viongozi katika siasa, kwa kuwajengea uwezo kwa maana ya mafunzo ambayo haya huwa tunaendesha haya mafunzo kila mwaka. Kwa hiyo anakuwa kwa awamu. Kwa hiyo tunamjenga kuanzia mtu namna ya kuielewa siasa, namna ya kujenga hoja, kutengeneza ilani, kusimama jukwani. Unajua kuna watu wanafikiri kushika maiki na kusimama jukwani yani ni jambo jepesi. Yani unaweza ukapewa maiki hata jina lako kashindwa kulitaja ukiwa jukwani. Kwa hiyo tuna groom, tuna hiyo program. Na ndio maana pia hata kwenye chama chetu tuna ile baraza linaloitwa la vijana, lakini pia tuna baraza la wanawake ambalo linaitwa Bawacha. Moja ya majukumu yake ni kutengeneza viongozi. Na bahati nzuri umeona, kwa mfano hiyo tunayo, kwa mfano leo tuna mkurugenzi wetu wa taifa wa masuala ya mafunzo na uchaguzi, anaitwa John Pambalu, ambaye alikuwa mwenyekiti wa Bavicha. Kwa hiyo ni mfano kwamba Chadema tuna huo. Lakini pia Chadema tuna mfumo kwenye vyuo vikuu unaitwa CHASO. Yani Chadema Student Organizations. Moja ni hivyo pia kuwajenga watu kuanzia wanapokuwa vioni, kuendeleza zile ndoto zao, lakini pia kuwajengea uwezo wa kiuongozi. Hiyo ni moja. Lakini cha pili, hata viongozi waliochaguliwa, kwa sababu kwenye uchaguzi wakati mwingine huwa tunapata viongozi wengine ndo wapya kabisa, wanaingia kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo baada ya uchaguzi huwa tunaandaa mafunzo kwa ajili ya
ya viongozi wale kuelewa kwanza wajibu wao kama viongozi, lakini vile vile kuendelea kuifahamu zaidi chama, lakini pia namna gani, kwa sababu unapokuwa Chadema hata kama ni chama cha upinzani bado tunaamini kwamba tuna wajibu kwenye jamii zaidi. Sasa kwa nafasi zao wanawezaje kuwajibika kwenye jamii zaidi. Kwa hiyo tuna hizo program za mafunzo na huwa tunafanya, na hata this year pia ndani ya chama tuna programu ambayo pia tutaianza kuanzia kwenye ngazi ya chini kabisa ya msingi, kwa maana ya kitongoji, tunakuja mpaka juu kabisa. Mnamfanya nini mwanachama ambaye anatoka katika chama kingine cha upinzani tofauti na Chadema na anajiunga na Chadema? Anapofika, kitu cha kwanza ni kitu gani ambacho mnamfundisha, au atakop kutokana na mazingira kwamba ingia kwenye hili kundi la Kondo hawa utafuata jinsi wanavyoenda? Na hapana, kwanza tunaamini kwanza, unajua paka mtu anapoamua kubadili na kwenda Chadema, ina maana kwanza tayari kuna vitu tayari ameviona na amejifunza. Na kwa sababu Chadema ni chama ambacho kinatoa fursa kwa mtu yeyote kwa wakati wowote. Kwa hiyo na sisi huwa tunaheshimu kwanza potential ya kila mmoja wetu. Hizi whether tuangalie umetoka. Kwa hiyo mtu anapokuja, kwa hiyo cha kwanza pia ni kuifanya aifahamu Chadema vizuri, aifahamu sera yake nini, afahamu falsafa. Hasa tunataka tumjenge mtu kwenye falsafa ya Chadema ambayo tunaamini katika nguvu ya umma. Kwa hiyo tunamjenga, lakini pia kumpa fursa mbalimbali na kushiriki vitu mbalimbali ili kumjenga zaidi na kuelewa. Ili na wengine kwa kweli tunatoa nafasi, anaona kama alichelewa vile, kwamba kuna vitu vingi kumbe alivyokuwa anavikosa. Kwa hiyo tunatoa fursa hiyo kumjenga, kumshirikisha, na tuhakikisha kwamba anashiriki kwa kila namna kwenye programs za chama. Back in the days Chadema Arusha alikuwepo God Bless Lema. Ukienda Arumeru alikuwepo Joshua Nassari. Nadhani Arumeru zote kama sikosei. Kuna nyakati ilikuwa hivyo, lakini kuna nyakati pia paka Tanga pia kuna baadhi ya majimbo ambayo mlikuwa mkiamiliki. Utofauti wa sasa hivi na kipindi kile, hasa katika masuala maendeleo na wananchi kwa ujumla, kulingana na siasa ambazo umezisoma, wewe unaonaje? Kwa kweli kuna tofauti kubwa sana, kwa sababu kwanza ninakumbuka wakati ule Chadema tuna wabunge kwanza wengi. Yani ilifika mahali bunge, yani watu ilikuwa imeingia kabisa, yani ni kama ni ratiba ya lazima kwa watu. Yani ilikuwa ikifika ile bunge la asubuhi, la jioni, yani unakuta mtu mko mahali mtu anaangalia muda, kipindi cha bunge. Kwa bunge watu walikuwa kwa sababu kulikuwa kuna hoja ambazo zilikuwa zinajengwa sana. Lakini sasa hivi utaona kwamba kuna wakati watu wanasahau kama kuna bunge limekaa. Kwa hiyo kuna wakati watu hawajui kama kuna bunge. Hiyo ilikuwa ni moja. Lakini cha pili, hata katika halmashauri zetu ambapo pia wabunge walikuwa wanaingia, nafikiri kwenye kanda ya kaskazini sisi tulikuwa tunaongoza karibu halmashauri 12 2015 kuja 2020. Kwa hiyo hata halmashauri pia kule kwamba kwanza kwenye vikao vile vya baraza la madiwani, kuna wakati mimi nakumbuka nikiwa 2010 kwenye halmashauri ya Meru, tulishai kupeleka bajeti mbadala kwenye halmashauri, kwa sababu bajeti ile wataalamu wa halmashauri wanakuja na bajeti, then madiwani wanaipitia na wanakuja. Nakumbuka halmashauri wataalamu walikuja na bajeti ya bilioni 2 point something. Lakini sisi tulivokaa, kwa maana kwa wakati ule pia tulikuwa tunaiongoza halmashauri, kwa tulivokaa na nini tukasema hapana na kuangalia vyanzo na nini, tulikuja tukatengeneza bajeti ya shilingi bilioni 4. Lakini katika kuvutana kujadiliana, mwisho wa siku tukarudi tukapata bajeti ya bilioni 3 na point kama 5. Kwa hiyo utaona kwamba contribution ya upinzani jinsi ulivyokuwa mkubwa na ikaleta impact. Tulikuta kwa mfano halmashauri ya Meru pale tukahakikisha kwamba tukanunua grader, tukanunua ile ya kushindilia. Lengo ilikuwa sasa ni kuhakikisha kwamba barabara zote zinapitika au zinatengenezwa kuanzia Januari mpaka Disemba. Kwa hiyo kuna positive inputs nyingi sana hasa kwenye halmashauri zetu. Lakini pia kwenye majimbo, kwa sababu moja ya msisitizo kubwa, na bahati nzuri mimi ndio nilikuwa msimamizi wa wabunge na halmashauri. Kwa moja ya kitu ambacho tulikuwa tunahakikisha wabunge wanafanya mikutano na wanakaa majimboni. Lakini leo mimi kwa mfano natokea Arumeru Mashariki, kiachana ndipo ninapoishi. Ukiniuliza mbunge wangu amefanya lini
Mkutano sijui. Tumeuliza jana. Jana tulikuwa tunauliza hizo. Kwa hiyo hii ni moja tu, lakini mfano nenda majimbo karibu yote, wabunge wengi tangu wamechaguliwa hawaja. Lakini kipindi cha wabunge wako wa upinzani, yani haiwezi kupita miezi mitatu, miezi minne hakuna mkutano ambao mbunge amefanya kukaa, kwa sababu sisi tunaamini mbunge ni mwakilishi wa watu. Hata unapokwenda bungeni hutakiwi kwenda kusema uleota wewe usiku na mke wako. Unatakiwa uzunguke, uchukue mawazo watu kayaseme, watu wanasema nini. Yatakayoamuliwa bungeni unapaswa kuleta mrejesho kwamba katika hili tumepata, au katika mwaka huu tumefanya 1, 2, 3. Na mimi nakumbuka pia wakati kwa mfano nikiwa katibu wa Mheshimiwa Nassari au katibu wa Mheshimiwa Mbowe, kwa tulikuwa tunachukua ile budget nzima tunaichambua kwa kata. Kwa tunaonyesha kata ya, kwa mfano kama ni kata ya Machame Mashariki au kata ya Rundugai, au kwa huku Meru kama ni kata ya Songoro, kama ni kata ya Usariva, kata ya Majiachai, kwamba kwa mwaka huu serikali imetenga kiasi gani kwa ajili ya shughuli gani. Kwa hiyo wananchi unatengeneza ile unaziba gap na unakuwa daraja kati ya wananchi pamoja na serikali kujua kwamba sisi katika mwaka huu serikali imetutengea nini. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vilikuwa vinafanywa sana na wabunge wa upinzani. Kwa hiyo gap kubwa ambayo unaona leo kuna gap kubwa sana. Yani kumfikia leo mwananchi wa kawaida kumfikia mbunge ambaye anatokana na chama tawala, yani ni kitu kigumu sana, sijui nikwambie yani ni kuliko mtu yani kutafuta visa ya kwenda nje ya nchi. Yani imekuwa hivyo ni rahisi sana. Ndonde sawa kwamba mlikuwa mkifanya yote hayo, lakini nchi inaongozwa na serikali ambayo inatokana na chama tawala, Chama cha Mapinduzi. Auoni kwamba kwa sababu serikali kuu ambao muhimili wa juu unatengenezwa na Chama cha Mapinduzi, huku chini mkiwa chama cha upinzani, amoni kwamba wananchi watakosa maendeleo kwa sababu hawatakuwa na moyo ya kuweza kuwapa ili muonekane? Yani ni kweli nakubaliana nao, kumekuwa na tatizo kubwa sana kwenye hilo eneo. Yani kwamba kuna watu wanafikiri kwamba, wenzetu wanafikiri kwamba ukipeleka maendeleo kwa eneo linaloongozwa na mbunge wa upinzani, ukinyima ni kwamba umemkomoa mbunge au umeikomoa Chadema. Kumbe umeikomoa wananchi, na wanafikiri kwamba swala la kupeleka maendeleo kwa watu sio hisani, ni lazima, kwa sababu hizo fedha sio za CCM, sio za Mheshimiwa Rais. Hizo hela ni kodi za Watanzania, kwamba tumeipa tu dhamana serikali ikusanye kwa niaba yetu, alafu baadaye ilete kwa niaba yetu. Na nina mifano kadhaa ambayo hiyo kwa kweli ni jinsi gani inaonyesha jinsi gani imetuathiri sana. Kwa mfano nakumbuka Arumeru Mashariki, ukienda kulikuwa kuna kata moja inaitwa Maroroni. Ni kata ambaye kwa miaka mingi haina maji ya bomba wala ya kisima. Kwa hiyo wale wananchi walikuwa wanasafiri na punda. Ndio kwenu Kwa hiyo walikuwa wanatoka na punda kutoka Maroroni kuja Kikatiti, almost zaidi ya kilomita karibu 10. Sasa baadaye Mheshimiwa Nassari akawa amepata watu ambao wataweza kumsupport kuchimba visima. Kwa hiyo tunataka kuchimba kisima, na kile kisima tulikuwa tunakichimba kwenye eneo ambalo pia kuna zahanati, kuna shule, lakini pia na jamii ingefaidika. Na bahati mbaya sana hilo eneo alikuwa anatoka katibu wa CCM wa wilaya. Lakini mwisho wa siku tulipigwa vita, yani tulizuiwa, yani unatafuta vibali, yani kuna kona nyingi unazuiwa. Lakini mwisho wa siku yale maji atakayekuja kutumia, uendi kutumia kwa kuonyesha kadi ya Chadema. Utatumia mwana Chadema, mwana CCM, hata asiyekuwa na chama. Kwa faida ya jamii. Lakini mtu anaamini kwamba hivi visima vikichimbwa fulani atakuwa maarufu. Nimesema hapa kwenye halmashauri ya Meru, baraza likiwa liongozwa na Chadema lilipanga kabisa kwamba baada ya kuona hii grader na hii kishililia, sasa tutenge bajeti tununue bodha pamoja na tipa kwa ajili ya kubeba vifusi, kwa sababu Meru pia kuna mlima ambao unatoa vifusi ambavyo vinatumika kutengeneza barabara maeneo mbalimbali. Lakini mwisho wa siku ikaonekana hili ni wazo limetoka kwa Chadema. Kwa hiyo tukifanya Chadema watapata, mwisho wa siku anayeteseka ni wananchi wote, mwana CCM pia akiwepo ndani ambaye anatoka kwenye chama tawala. Tukaamua wakati huu tukatengeneza mpango wa muda mfupi, tukasema kwa sababu tuna grader, tukatenga fedha kila ya mafuta pamoja na posho ya dereva, kwamba angalau ili grader kwenye kila kata likae siku 3. Mwisho wa siku zile hela, kwa sababu sasa wao mwisho wa siku mkurugenzi anapoa maelekezo na mkuu wa wilaya wote wa chama tawala, mwisho wa siku zile hela zikahamishwa kinyume na utaratibu, kwa sababu budget ikipitishwa kwenye mafungu
mkurugenzi hana mamlaka ya kuhamisha, ni mpaka baraza la madiwani lenyewe labda likae lifanye tena yale mabadiliko, na ni baada ya miezi 6 kupita. Lakini zilihamishwa kinyemela tu, mwisho wa siku wananchi wakakosa hela, zikaenda kununua pikipiki za watendaji. Sasa kufikiri kwamba ndio hiyo dhana kwamba unafikiri kwamba tunakomoa watu. Hai the same, Mheshimiwa Mbowe akiwa mbunge pale Hai alinunua greda kwa hela yake mwenyewe zaidi ya milioni 200. Akasema hili greda nataka zipite lifanye barabara zote za nyumba. Anaweka mafuta mwenyewe greda la kwake, analipa operator mwenyewe. Tunakwenda tunatengeneza barabara, inakuja gari ya engineer wa wilaya anataka kuzuia. Kwa sababu tu ni kwamba hii itampa sifa, itamjenga Mheshimiwa Mbowe. Sasa mwisho wa siku kujua hii barabara, hata yeye akiwa anaenda kwenye shughuli zake atapita, mwana CCM atapita, asiyekuwa na chama atapita, Muislamu, Mkristo, yoyote atafanya. Kwa hiyo ndio maana utaona nchi yetu inachelewa sana, kwa sababu tuna shida moja katika nchi kaka. Huwa hatuangalii nini kinasemwa. Sisi tuna shida moja ya kuangalia nani anasema au nani anafanya. Kwamba ukionekana huyu ni Chadema, hata kama ni wazo linaweza kusaidia taifa, basi tunaliweka pembeni. Lakini badala ya kuangalia tuachane na ile na nini. Ndio maana Plato aliwahi kusema kwamba yani akili zote ni mali ya rais. Kwa maana kwamba kama una mtu, ndio maana wenzetu kama Marekani leo ukienda, ukionekana una kitu fulani, nchi na kuchukua, kaa hapa saidia taifa. Sasa ndivyo ambavyo Tanzania ilitakiwa tufike, kwamba tuache tofauti zetu za kivyama ili maendeleo yoyote yaweze kutokea. Hata katika familia lazima kuwe na ukinzani wa kimawazo. Msuguane kwa hoja ili mwisho wa siku muone. Ndio maana wewe unaweza ukasema pale kwenye familia mfano, unaweza kusema bana tununue gari. Mke wako anaweza akasema hapana tusinunue gari. Kwa nini tusijenge frame ambayo tunaweza tukapangisha tukazalisha zaidi, au tukafanya biashara ikazungusha ikazalisha kanunua. Kwa hiyo unaona mmekuwa na mawazo tofauti, lakini mwisho wa siku mnakubaliana kwa faida. Kwa hiyo kuwepo kwa upinzani sio dhambi. Ni swala ambalo litakuwa serikali ichukue very positive ili mwisho wa siku tusaidie hili taifa, kwa sababu maendeleo yakipatikana sio ya Chadema peke yake au sio ya CCM, ni maendeleo ya Watanzania wote tunahitaji huduma bora ya afya, wote tunahitaji elimu iliyo bora, wote tunahitaji barabara safi. Kwa hiyo mwisho wa siku, kwa hiyo ni kweli kwamba shida yetu kwamba upinzani Tanzania unaonekana kama vile yani ni uhaini. Kitu ambacho kiko kwa mujibu wa taratibu, sheria, katiba yetu imezungumza wazi kabisa. Na leo ukitaka kujua kaka, nimalizia kwa kusema kwamba leo mchukue Mtanzania yote, hata kama ni mwana CCM, muulize hivi, je, kuwepo kwa upinzani kuna faida au hakuna faida? Katika nina uhakika katika watu 100 atakaye kuambia labda hakuna faida, labda atakuwa ni mmoja. Naye huyu akitokea inabidi tukampime akili mirembe. Ndonde, kwa nini wanaamini kwamba mnaweza kuongoza nchi? Na kwa nini wanaamini kwamba hamwezi kuongoza nchi? Ambao hawaamini ni kwa sababu tu ya ulafi tu wa madaraka, kwamba kuamini kwamba fulani hawezi au fulani anaweza. Lakini swala la kuongoza nchi sio uhitaji rocket science. Ni swala ambalo kwanza nimesema kwamba lazima kwanza muwe na vision kwamba mnataka kuipeleka nchi wapi. Na ndio maana katika uchaguzi bado tunakuwa na sera na ilani, vitu ambavyo vinatakiwa viwe tested na watu, kwamba kwenye eneo la afya Chadema mnasema nini? Chadema tumesema nchi hii matibabu bure inawezekana. Tumesema kwenye maeneo haya elimu bure inawezekana kuanzia nasari paka chuo kikuu. Sasa hivyo ndio vitu ambavyo vinatakiwa kuwa tested. Kwa hiyo swala la kuongoza nchi sio swala kwamba huyu amekaa madarakani miaka mingapi. Sio kwamba huyu labda amekuwa nini. Kinachotakiwa kuongoza, uwezo wa kuongoza nchi tunapima kwanza kwenye ile vision ambayo nimeisema, lakini cha pili tunapima kwenye sera na hoja kwamba nini ambacho mnatakiwa kwenda kuifanya. Ndio maana Mwalimu alikuwa anamsemaga anasema unatakiwa useme mimi nitaisaidia nini nchi na sio nchi itanisaidia nini. Kwa hiyo sisi tunaamini kama Chadema tuna mambo ambayo tunaweza tukalisaidia ili taifa tukaondoa kwenye mkwamo, kwa sababu taifa liko kwenye mkwamo. Na ndio maana leo nikikuuliza hata wewe mtangazaji kwamba hivi leo sera kama ya Tanzania ni nini? Kipaumbele chetu kama taifa ni nini? Ni nini ambacho tunakisimamia? Kutakuta kila mtu anasema, ndio maana unaona huyu anakuja hapa kazi tu, huyu kazi iendelee, huyu tulikuja Tanzania viwanda, huyu yani tuko tu tunakwenda, yani
tutakavyoamka leo, Mungu atakavyotuamsha hivyo hivyo. Lakini kama taifa tunahitaji kuwa na sera na mwelekeo. Yaani leo akiwa Chadema ajue mwelekeo wa nchi ni huu, akiwa ACT ajue mwelekeo wa nchi ni huu. Na ndio maana umeona Marekani inakwenda aje Democratic aje Republican, lakini wanajua taifa la Marekani linakwenda wapi. Ndio maana wao hata katika sera yao nje wanakuambia there is no permanent friend in America, the permanent in the interest of America. Ndio maana umeona hata wakati wa kumshughulikia Osama walichokuwa na tofautiana ni approach tu. Huyu alikuwa ni mtu wa vita, lakini Obama yeye alikuwa ni mtu wa diplomacy, anamtafuta, lakini ya target yao ni ile ile moja, kwamba kutokomeza ugaidi. Sasa na sisi kama taifa tunahitaji kuwa na sera yetu ni nini kama taifa, nini ambacho tunakisimamia kwenye elimu, kwenye afya, kwenye miundombinu, kama ni swala la viwanda. Leo angalia, nenda kwa mfano jimbo kama Muheza, ndio jimbo ambalo linatoa machungwa nchi nzima. Tafuta hata kiwanda cha kile tu cha yani kidogo tu cha kusindika machungwa, hakuna. Lakini je, nani ana hiyo vision ya kuona kwamba tukatengeneza kiwanda hapa tukawainua hao wakulima, lakini pia tukatengeneza fursa za ajira? Leo tunawaambia Chadema kwa mfano, leo tunasema kama taifa tungesimama na kitu kimoja tu. Sisi tunahitaji processing industry, hatuhitaji manufacturing industries. Tukatengeneza processing industries leo, na kuambia leo taifa hili tungekuwa tunazungumza eneo vitu vingine kabisa kwenye eneo moja tu. Kwa sababu leo ukienda sisi kuna maeneo mengi watu wanalima sana, lakini mwisho wa siku watu wanauzaje mazao? Wanauza mazao yakiwa gafi. Yani nenda kwenye ukanda wote wenye ziwa haya, nitafutie kiwanda cha kusindika samaki, hakuna. Sasa kwa hiyo mwisho wa siku unaangalia kama taifa tunakwenda vipi? Huko nyuma tuliona huyu alikuja alichanganya chemistry sijui na nini somo moja, huyu futa kilimo, huyu kesho anarudisha. Kwa hiyo tunakwenda tu ili mradi tu tunakwenda, watu ambao hatuna mwelekeo. Yani ni sawa sawa na mtu ambaye unaamka asubuhi alafu unafika stendi lakini hujui unaenda wapi. Yani hujui unasafiri unaenda Moshi, unaenda Mwanza, unaenda Dar es Salaam. Yani, lakini Ndonde labda wanajua, lakini kwa sababu hamjaingia kwenye ile system ambayo mkakutana labda na black book ambayo ina maelekezo, ndio maana amfahamu. Kaka, haya mambo sio ya kujificha chumbani. Yani mambo ya sera, mambo ya nchi sio mambo ya kujificha. Ndio maana umeona hata bunge linakuwa live. Ndio maana ukitafuta leo, ukiingia kwenye tovuti zote za serikali utakuta yani document zote za serikali, kwa sababu it is a public document. Kwa hiyo sio jambo ambalo yanafanyika sereni au chumbani. Ni mambo ambayo yanatakuwa kuwa wazi. Kuna kipindi moja aishaye kuhudhuria semina moja Profesa Hassan anakuambia ukienda nchi kama Sweden, yani ni hata miradi ile mikubwa ile ya kitaifa, ukienda kwenye website yao, yani mwananchi anaweza aka-access akaiona mpaka budget, mpaka nini hela zake, mpaka utekelezaji mzima unaonekana. Kwa sababu ile ni fedha ya umma, ni mambo ambayo pia yanahusu umma. Kwa hiyo utakapoweka wazi, watu kwanza watajua kwanza kama serikali mnafanya nini, mna mwelekeo gani, lakini pia itasaidia kama nchi watu kuweka input zao kwamba nini namna ya kuboresha, jinsi gani tuende kama taifa. Kwa sababu ili nchi iweze kujenga, haiwezi kujengwa na viongozi peke yake. Akitokea kiongozi anakuambia mimi nitaijenga hii nchi, huyo ni muongo. Yani development ni watu, maendeleo ni watu, na maendeleo lazima yatokane na watu. Sio kwamba nitawaletea maendeleo, nitakuwa kukaa pamoja na watu kutengeneza maendeleo ya pamoja, kwa sababu mwisho wa siku impact lazima ionekane kwa watu, sio kwa viongozi au kwa kundi fulani. Hebu tusaidie kitu kimoja, Samani Flora. Umekuwa kwenye nafasi ya viongozi au wabunge kadhaa, akiwemo Joshua Nassari akiwa mbunge, lakini umekuwa chini ya wanaitwa mnadhimu wa kambi ya upinzani. Alikuwa ni kiongozi wa kambi rasmi kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, Bwana Freeman Akaeli Mbowe. Tunaamini wakati Chadema wako wana uwakilishi bungeni, kulikuwa kuna zile wanasema hotuba ya kambi rasmi ya upinzani bungeni katika kila wizara. Panapotokea na wizara maalum ambayo inaongoza nchi wanapewa nafasi ya upande wa upinzani kuweza kupresenti ile hotuba ya mawazo yao. Ina maana wao maono yao katika wizara fulani wanaona hivi. Yale mawazo ambayo upinzani walikuwa wanatoa, serikali ilikuwa inachukua baadhi na kuyafanyia kazi, au ilikuwa ikiyatupilia mbali? Kwa sababu naamini kwamba
ulikuwepo kwenye system na unajua kabisa hili ni wazo letu limechukuliwa linafanywa kazi. Kwa sababu bahati nzuri niseme wakati Nassari akiwa mbunge wa kwetu pia alikuwa ni naibu waziri kivuli kwenye kile tunaita wizara ya sayansi na wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. Bahati nzuri niliandika ile hotuba ya kambi rasmi ya upinzani bungeni. Kwa hiyo nimeshiriki hiyo. Lakini kama nilivyosema hapo mwanzo, kwa bahati mbaya sana ile hotuba kwanza hata wakati inasoma huwa unaona kabisa nini unakuwa ni ushindani. Yani inakuwa kati ya upinzani pamoja na kila mmoja anakaa kuhoji. Kwa bahati mbaya sana huwa serikali huwa inayatupa pembeni. Huwa haifanyi kazi. Na ndio ile dhana nilisema kwamba hatuangalii nini kinasemwa kwa faida ya nchi. Yani tunaangalia ni nani kasema. Kitu ambacho ni kibaya sana kama taifa. Kwa sababu mimi naamini hata ndani ya CCM sio kwamba kuna watu kwamba ni wabaya. Kuna watu wazuri tu, wana mawazo mazuri, wanaweza kaisaidia. Lakini hata wao kuna wakati wanakuwa affected kwa sababu wanaona nini nikisema nitaonekana na kosoa serikali, nitaonekana mpinzani na nini. Kwa hiyo kuna watu hata pia wao pia kwa upande wao pia wanaminywa. Yaani sio upinzani tu kwamba mawazo yao pia wanaminywa au yanatupwa. Lakini mwisho wa siku ukikaa pale nje bungeni kuna cafeteria pale, wakati mwingine tu anakuambia safi, pigeni, yani tunafurahi, safi. Kwa wabunge wenyewe wa CCM wanasema lakini hawawezi kuisema kwa sababu mwisho wa siku ukisema unaambiwa wabunge tukutane Pius Msekwa. Naambiwa wao likukosoa, tunaomba weka kadi yetu mezani. Kwa watu wengine tunakosa huo uhuru. Kwa hiyo kimsingi kiukweli mawazo mengi sana ya upinzani bahati mbaya sana katika nchi hii huwa yanatupwa kapuni. Kwa sababu tu hiyo yani sisi siasa tumeifanya kama vile ushabiki wa Simba na Yanga. Kitu ambacho badala ya kuifanya siasa kama maisha yetu ya kutusaidia. Kwa sababu mwisho wa siku hata serikali unajua ikichukua mawazo ya upinzani kayafanyia kazi, bado mwisho wa siku wao ndio watakaipata credit kwa sababu wao ndo wana dola, wana uwezo wa kuitengenezea yani propaganda yoyote ikaonekana wao wamefanya. Kwa hiyo sisi issue yetu kwamba sisi tunachotaka sio kwamba Chadema kwamba sisi ndio tulikuwa hivyo tumefanya. Sisi lengo letu Chadema siku zote tunachotaka tuone Tanzania tunatoka hapa tunapiga hatua. Hiyo ndio target yetu ya Chadema. Na ndio maana na hiyo ndio sababu hata wengine tukafanya kwamba tuwe huko kwa sababu ya hiyo vision ya kutaka kwamba tuone nchi sio kuwa madarakani. Lakini sasa inafika mahali tunataka madaraka kwa sababu tunaona sasa wenzetu hawasikilizi, wenzetu hawafanyi. Kwa hiyo it's better tukatake hiyo position. Na tumeona kwa sababu pia tumejaribu kuongoza kwenye halmashauri kama unavyosema kuongoza halmashauri, lakini mwisho wa siku mtekelezaji bado ni serikali kuu iliyokuwa madarakani. Kwa hiyo kwenye halmashauri mnaweza mkaamua kwa sababu pamoja na kwamba mfumo wetu tunasema kwamba tumegatua madaraka kwa maana ile devaluations, lakini bado control bado iko kwenye central government kwa maana serikali kuu. Kwa mwisho wa siku bado maamuzi ya mwisho hata kama kumtafanya wanakuwa. Sasa mwisho wa siku mnaweza mkafanya mkaamua yanawekwa pembeni, wao wanakuambia twende hivi. Kwa mwisho wa siku nchi yetu inakuwa ina mkwamo kwa sababu tu ya mvutano wetu wa kishabiki badala ya kuangalia kwamba tunaisaidiaje kama taifa. Kwa nafasi yako na akili yako wewe ni rasilimali mtu ambaye ni tunu ya taifa kwa namna moja au nyingine. Chadema ni mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na vision ni kwa ajili ya kuweza kukomboa nchi yetu ya Tanzania. Ikampendeza rais. Akakuona kwamba anafaa kukuteua kuwa mbunge ili akupe nafasi ya waziri kwa sababu ya uwezo wako wa kuweza kusaidia taifa la Tanzania. Utaipokea kwa mikono miwili brother? Tatizo la Tanzania sio watu au sio mtu au sio nafasi. Tatizo la nchi ni mfumo. Aliwahi kusema mtaalamu mmoja wa sayansi anaitwa David Easton, anazungumzia political system approach kwamba unaweza ukawa na mtu, na nilisema hata ndani ya CCM unaweza kuta kuna watu wazuri kabisa, lakini unaweza ukawa mzuri kama mfumo utakuwa ni mbovu, hata wewe utamezwa na ule mfumo. Kwa hiyo kitu kikubwa cha kwanza katika nchi tunachohitaji ni mabadiliko ya mfumo. Ndio maana uliona tunapaza sana sauti, kwa mfano tunahitaji katiba mpya. Katiba ambayo itatoa mamlaka kwa wananchi kuiwajibisha serikali. Leo sisi wananchi ndio wanachagua mtu, lakini wananchi hawana mamlaka ya kumuondoa mbunge wala rais wala diwani waliyemchagua. Ndio maana leo badala wananchi kuwa mabosi wa viongozi ndio wanakuwa mabosi wa wananchi. Kwa hiyo mimi kwangu issue sio cheo. Mimi issue kwangu ni mfumo, ni system ambayo itaniruhusu
kwenda kudeliver kile ambacho ninafikiri kinaweza kikasaidia taifa. Kwa mfano leo ukienda mifumo yetu jinsi ilivyo kwenye halmashauri, mnatengeneza budget. Kutengeneza budget kuna miongozo mnapewa, alafu unaambiwa kuna ceiling hii mmepewa. Kwa hiyo mwisho wa siku, lakini kumbe kuna halmashauri ya Meru haiwezi kuwa sawa na mazingira yake na halmashauri ya Tandahimba. Haiwezi kuwa sawa na halmashauri ya kule Masasi au Tarime. Sasa kwa hiyo utakuta mfumo hauruhusu kwamba ninyi jinsi gani mnaweza mkawa ubunifu mkatengeneza kitu ambacho kinaweza kikasaidia maendeleo katika lile eneo. Kwa hiyo wewe hata kama una mawazo kiasi gani, lakini mwisho wa siku sasa unakuta ile mawazo yako yote unabaki nayo, unafia nayo wewe, au utayatoa mwisho wa siku hayatekelezeki. Yani the same kwamba hata kwenye system huko kunakuta kuna watu wana mawazo mazuri, lakini sasa mfumo mwisho wa siku unaambiwa mwenye mamlaka ya kuamua hili labda ni rais au waziri, akaamua yeye kwa matakwa yake au kwa maono yake yeye. Kwa hiyo the same wewe pamoja na maono yako ukabaki nayo mfukoni. Nitakupa mfano. Hapa katikati kwenye mwaka jana kwenye mwezi wa 8 hivi tulikuwa tuna tatizo. Kwa mfano mimi naishi pale kwenye kata Usariva. Sisi mwanzoni tulikuwa tuna mamlaka ya maji ya Usariva. Baadaye mabadiliko ya sheria yale yakapeleka ikahamishwa ikaingizwa kwenye mamlaka ya maji ya Ausa huko ambayo na Arusha mjini. Sasa kwenye pale sisi maji yetu tunatumia gravitation. Hatutumii pump. Lakini wakatuletea bili kwamba kwa unit moja kutoka shilingi 300 tulikuwa tunalipa tukapeleka shilingi 1800. Kutoka shilingi 300. The same na Arusha mjini ambapo maji yake naye anayapampu kutoka Arumeru kuyaleta Arusha mjini 1800. Lakini sisi tuna vyanzo 14 ambavyo vinatumia gravitations. Lakini miundombinu yote iliyokuepo ni miundombinu ambayo ilitengenezwa na wananchi wenyewe. Yani hakuna investment yoyote ya mamlaka ya maji iliyoyafanya. Tukapambana pale, tukaenda paka tukafanikiwa kwenda kumuona waziri. Kwa mfano nikafika mahali kwenye kikao cha waziri, nilimshauri mheshimiwa waziri, nikamwambia the best way tunashauri kwamba kwa mfano Usariva ni mji. Badala ya kuileta kuelefanyika makosa, tutengeneze mamlaka ya maji ya Usariva. Kwa sababu kwanza itaweza kuongeza uwezo wa kujiendesha yenyewe, lakini cha pili Usariva pale kwa maana kwamba kwenye ile bodi itaingiza wananchi ambao watakuwa na nafasi ya kushiriki kwenye kupanga angalau bei gani iende. Waziri asema, lakini tangu tumefanya mwezi wa 8 kika mpaka leo hakuna implementation yoyote. Ni kwamba wazo limefia huko, kwa hiyo kuna matatizo. Kwa hiyo issue kubwa, kwa hiyo utaona kwamba nilichokuwa nakisema kwamba tuna shida kubwa ya kimfumo. Unaweza kuwa na mawazo mazuri sana ukapeleka, lakini mwisho wa siku mifumo hairuhusu hayo mawazo kupasa kwenye hizo channel. Sio tutakuwa karibu na mfumo wenyewe ili uweze kubadilisha kwa haraka. Sasa vision pia, sasa hao watu unaifanya nao kazi wana vision. Yani wewe unaweza ukawa na watu, kwa mfano wewe unafikiria hapa tukijenga mall hapa kwamba tutapata wawekezaji wakubwa, watakuja watainvesti, tutaweka maduka, kutakuwa na nini, yani bidhaa nyingi. Kwa hiyo tutafanya, yani kutakuwa na shoppings nyingi na nini. Kuna mwenzako anafikiria hapana, tujenge ka frame kamoja. Sasa hao watu mwisho wa siku hamwezi kwenda. Ukisogea karibu Ndonde, kwa sababu sasa hivi uko mbali, mirija ya kuweza kufikia kwenye ushauri inakuwa ni ngumu. Hauoni kwamba ukikubaliana na hiyo nafasi unakuwa karibu kwa ajili ya kuweza kutoa shauri kama hizo? Ushauri mimi naamini sio lazima paka uwe kwenye nafasi unatoa. Na mimi bahati nzuri, kwa mfano mimi binafsi, mimi nikisikia mahali kuna mkutano siwezi acha kwenda ambao unazungumzia masuala ya wananchi, yani siwezi acha kwenda. Na kama kuna fursa ya kuzungumza siwezi toka kwenye mkutano paka lazima nitazungumza. Lakini mwisho wa siku utasikia tuko pembe, yule nani? Wapi ametokea wapi? Of course hata kwenye issue ya maili kuna wakati nililetea shida sana, simu zangu na wakati zikawa hacked, yani hivi. Kwa hiyo kuna kipindi, yani kwa watu wanaanza wakisikia vitu tofauti ambavyo hawajazoea kusikia. Kwa sababu watu wanataka kusikia mama kaupiga mwingi, serikali inafanya hii, ndio kauli ambazo watu wanataka kuzisikia. Sasa wakisikia kitu tofauti na watu wanashindwa kuelewa. Tena sisi upinzani ndio tunaisaidia sana serikali kuliko watu wenyewe waliokuwa ndani ya serikali. Kwa sababu sisi tunawaambia vitu ambavyo wao hawawezi kuwaambia. Mnaibua. Yes, tunaibua. Ndio kuna mfano sasa hivi ukifanya utafiti kidogo, kwa mfano kwa wananchi wa kawaida ukitembea, kuna watu wanakuambia Magufuli alikuwa anatekeleza ilani ya upinzani. Kwa sababu kuna vitu alikuwa anavizungumza anavifanya ni vile ambavyo ndio upinzani ulikuwa unavipigia kelele. Ndio kitu ambacho kilimwatachi sana Magufuli
na wananchi wakae. Yani regardless na zile hoja zetu ambazo sisi tuna against yeye, lakini ukienda kwa wananchi wa kawaida leo ukifanya, kuna watu wanakuambia afadhali Magufuli, kwa sababu kuna vitu fulani alikuwa na diattach, of course ambazo ndio kelele ambazo upinzani ulikuwa. Na ndio kazi ya upinzani. Yani sisi tunakuambia hivi, barabara fulani ni mbovu. Ukitengeneza, sio kazi yetu kukuambia kukupongeza. Ni kukuambia sasa hakuna maji. Ukipeleka maji, kazi yetu kukuambia sasa hakuna umeme. Sio kazi yetu kukuambia sasa hongera umefanya, umepiga mwingi. Kwenye nyinyi ni petroli. Yeah. Kuwasha ni wake. Yeah, kabisa. Na ndio role yetu kubwa, na ndio ambacho tunatakiwa kukifanya. Hata the same, hata Chadema tukiongoza nchi, ni lazima tuhakikishe kwamba tunakuwa na upinzani imara, ili kwamba taifa hili lizidi kupiga hatua. Kwa sababu na brother, mnategemea mnaweza mkuongoza nchi kweli? Kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya utayari. Watu wanahitaji mabadiliko. Watu wako tayari kwa kufanya mabadiliko. Yani kinachotokea ni hizi, ndio maana sasa hivi umeona tunapambana sasa kuhakikisha kwamba tunapata mabadiliko ya kiuchaguzi, mfumo bora wa kiuchaguzi, ili mwisho wa siku kura ya mwananchi iweze kuthamini. Watu wanaipigia sana upinzani kura. Chadema imepigiwa kura sana maeneo mengi sana. Ni kwa sababu tu ya hii mifumo sasa ya kuhaki, mifumo ya uchaguzi, wizi wako, hii ndio imesababisha hivi. Lakini leo tuko nazungumza, obviously leo kama tukiachana, kama watu hawataki kuwa bias, watu wanataka kuwa kweli, watafuta hata kampuni ambayo ni independent ya utafiti, iingie mtaani, ifanye utafiti, waone, au wafanye utafiti 2015. Au tufanye uchaguzi wa majaribio ambayo watutengenezee fair. Yani kuwe na fair, watutengenezee tume huru. Yani sisi tunachotaka kura ya mwananchi ithaminiwe. Na ndio maana kaka, leo ndio maana Chadema kwa tunasema no reform no election, kwa sababu leo ukimuuliza leo, yani kwanza si Chadema ni kwamba tumechelewa. Wananchi walishaanza hii no reform no election muda mrefu. Kwa sababu leo watu wengi hawajiandikishi kaka. Na ukimuuliza mtu kwani anakuambia nijiandikishe maana gani? Kwa sababu hata nikipiga kura haina maana, tayari wana mtu wao. Tuliongea jana anatangazwa mtu ambaye wanamtaka yeye ambaye hajashinda, au waliojiandikisha hawapigi kura. Majibu ni hayo. Na ndio maana ukiangalia graph za uchaguzi kwa nchi ina drop. Mimi 2020 niligombea udiwani. Katika kituo kina watu 400 walipiga kura, unakuta kituo kimepiga watu 900. Watu 90. Unakuta wapiga kura watu 80. Watu unaona zaidi ya robo tatu ya watu hawajapiga kura. Kwa sababu mtu anakuambia sawa, mimi nataka nikuchague, lakini najua hutatangazwa. Najua hautashinda. Sasa kwa nini nipoteze muda wangu? Ni kwa nini? Ni kwa sababu. Kwa hiyo sio kweli kwamba upinzani, yani leo tulivyokuwa tunazungumza hapa, tungekuwa tunazungumza mambo mengine kabisa. Kwa hiyo Gambo hajamshinda Lema. Kabisa. Hiyo sio la kupepesa macho. Na wanajua, yani sio kwamba wajui. Yani wanafahamu kabisa kwamba hawajashinda. Na bahati nzuri Mungu fundi sana. Na wanakuambia duniani baada ya Mungu kuna teknolojia. Tuliona alotokea DC wa Longido. Alisema, aliwaambia nani hapa ameshinda, aseme hapa ameshinda kwa jitihada zake. Tuliona. Kwa na wanajua. Hata nakumbuka hata hotuba ya Magufuli wakati akizindua bunge la 2020. Alisema jitihada. Hata moja speech zake aliwaambia, wewe mkurugenzi na kulipa mshahara, nakupa gari, alafu unaniambiaje upinzani umeshinda? 2020 tumeona katika nchi hii haijawahi kutokea. Watendaji wote waliitwa Ikulu. Mwisho wa siku kikao cha kwanza kilikuwa, baadaye kikakatwa live. Nini walienda na huko ndani ya serikali sio kwamba kuna watu wote wanatuchukia. Kuna watu wanatuambia kabisa. Mimi niliambiwa, nilipigiwa simu, mtu akaniambia tumeitwa tunafanya kikao, tuko sehemu fulani na maelekezo ni haya. Labda mawadanganye. No, very serious. Kuna mmoja sasa mimi aliniambia msimamizi, yeye ni ameokoka. Alisema anaenda kutubu hiyo dhambi na hata kaombe tena kusimamia kura. Tunapozungumza kwenye issue ya tume huru ya uchaguzi, Chadema mmekuwa mkilizungumza sana hilo, lakini wananchi bado hawafahamu kwamba hiyo tume huru ya uchaguzi nyie mnataka iweje, iwe na kina nani wahusike. Kwa sababu tunapozungumza kwa mfano leo hii tunaona Chama cha Mapinduzi kinasema kwamba wao wameshafanya reforms, wanakuambia ni kutoka kwa wakurugenzi ambao walikuwa wanasimamia, sasa hivi ni kwa watumishi wanasema watumishi wa umma waandamizi. Sasa nyie mnataka watu gani ndo wawe kwenye hiyo tume ili muone kwamba hii ni tume huru ya uchaguzi?
Yani mkaridhika kwamba hii ndio reform. Hii ndio reform. Yani kwamba ukapewa nafasi kwa mfano Ndonde utengeneze system kwamba bwana utaratibu uwe huu. Kwa sababu unajua kuna mtu kuna saa unafikiria unasema huyu atatoka wapi yani tumtoe wapi? Tumtoe Kenya, tumtoe USA, tumtoe Canada kwamba ndo aje kwenye hii tume au anatokea hapa ndani. Iwe huru. Swali zuri sana. Lakini labda nianze kabisa juzi niweze kusema hiyo kusema kutoa mkurugenzi kuweka mtumishi wa umma mwandamizi ni sawa sana mtu ni sawa sana Bakari na Boka. Yani mtu ni yule yule. Kwanza swala la tume huru kwanza sio watu. Tume huru ni mfumo, ni sheria. Tunataka katiba izungumze kuhusu tume huru kwamba isiwe na uwezo wa kuingiliwa. Yani sisi issue yetu sio majina ya watu. Issue yetu sio watu. Issue yetu tunataka kinga. Kama leo ambavyo tunasema rais wa nchi hii hawezi kushtakiwa kwa kosa lolote lile, liwe la madai au la kijinai akiwa madarakani. Kwa hiyo inampa kinga na uhuru wa kufanya vitu. Tunataka na tume huru kwa maana hiyo iwe na isiingiliwe. Tume iwe na uwezo wa kuamua. Ina uwezo wa kutangaza bila kupokea maelekezo. Ambayo tume inatoka wapi ili hali kwamba anateuliwa na rais? Ndio maana nimesema, ndio maana nazungumza mimi swala sio, ndio maana nataka itoke kwa rais. Yani iwe sheria, katiba izungumze, itengeneze mfumo ambao mtu kwa mfano leo tumeona kwa wenzetu Kenya. Unaomba, unafanywa interview na interview inakuwa live. Watu wanaona unakuwa interview. Anayefanya interview ni nani Ndonde? Tunao watu, yani tunatengeneza kwenye mifumo hii ya nchi kwamba kuna linaundwa jopo. Kwa mfano jopo likiundwa, kwa mfano jopo ambalo litachukua kama majaji. Sawa. Ambapo leo rais kwa mfano anateua majaji. Lakini leo rais hana mamlaka kuingilia majaji, hata kumuondoa jaji kwa mfumo wetu hana. Kwa hiyo anamteua lakini hawezi kumuondoa. Kwa hiyo tunataka kitu cha namna hiyo ambacho tumemfanya. Leo tumemwona mtu kwa mfano CAG. Unaona ripoti zake anavozitoa kuhusu serikali. At least unaona kwamba kuna uhuru ambao anafanya kwamba huyu haingiliwi, kwa hiyo anakuwa na uhuru wa kusema kile ambacho anakiona. Kwa hiyo tunachotaka kwa mfano leo tumesema rais huyu ndio anateua makamishna, ndio anateua mwenyekiti, ndio anateua makamu mwenyekiti. Alafu rais huyo bado ni mgombea. Sasa yani hapo kwanza tu kuna conflict of interest. Yani kwanza tu kiubinadamu, yani regardless amefanya au hajafanya. Hata tu kibinadamu wewe mwenyewe leo mimi nikuteue hapa, nimekuwa mkurugenzi kwenye kampuni yangu, alafu kuna jambo fulani unajua na mimi nataka na kugombea. Alafu tuko wawili, utampa kipaumbele nani? Bosi, yes. Kwa hiyo tunachotaka tuondoe kabisa mamlaka kwa 100% kutoka kwa rais. Kama ilivyokuwa kwa Kenya. Tumeona Kenya wenzetu tume imeweza kutengua matokeo ya urais. Tume inaweza yani watu wanaweza, bunge leo linaweza likahoji tume kwa mfano tuleteeni seva. Lakini leo ukitaka seva kwa sheria zetu jinsi zilivyo, huwezi kuipata database au seva ambayo inahifadhi nyaraka za tume yetu ya uchaguzi kwa sababu ya mifumo ya kisheria. Kwa hiyo tunachotaka tufumue, yani uhuru wa tume ni mifumo, ni kufumua mifumo ya kisheria, kutengeneza mifumo ya kisheria ambayo itaeleza process nzima ya kuanzia kumpata huyu mtu anapatikanaje, alafu anafanyaje kazi, analindwaje na sheria. Tukitaka kudai taarifa hizi zinalindwaje, lakini pia taarifa hizi zinapatikanaje, ili mwisho wa siku mtu mmoja leo mimi nimegombea ubunge au diwani au rais, nikitaka nione ile data ya matokeo, yani niwe na ule uhuru napewa, yani sio swala la hiari, yani mtu amejisikia kukupa au kutokupa, yani inakuwa ni takwa la kisheria kwamba tunataka seva ije, seva inafunguliwa na hakiki kweli nimeshindwa, hapa kweli nimeonewa. Huo ndio uhuru ambao tunausema. Sasa bahati mbaya sana watu wengi wanafikiri kwamba tunavyosema tume huru ni kwa sababu ya majina watu. Sio watu. Yani tume ni taasisi, yani tunachotaka ni mifumo ya kisheria na sio mifumo ya tamko kwamba sasa kwa mfano tuliambiwa rais alisema yaliyotokea 2019 na 20 hata jitokea tena. Lakini 24 tumekuja tumeyaona. Au leo Rais Samia anaweza akawa labda tuseme akafanya uchaguzi huu vizuri kabisa, akaelekeza labda tume ikafanya vizuri zaidi kwa matakwa yake. Lakini je, rais anayekuja atakuwa na huo utashi? Kwa tutaki iwe utashi hisani ya mtu.
tunachotaka iwe mfumo. Yani leo awe Samia, awe nani, awe kama ni Mbowe ni rais, awe ni Lissu ni rais, au mtu yoyote, awe Zito, awe nani. Yani hata akiwa rais, kwamba mfumo ule unakuwa ni mmoja ambao sasa utatoa fursa ya watu. Leo wewe unakuja tu mtu anakwenda. Hivi jikuulize kaka, hivi inawezekana nchi nzima ambao hawajui kusoma na kuandika ni Chadema peke yake, wagombea wa Chadema peke yake au upinzani peke yake, ambao wanakosea fomu? Kwa hiyo hivyo kuna vitu vingine havihitaji hata elimu ya darasa la 7. Utaona tu kwamba tatizo ni mfumo tuliokuwa nao, kwamba ni mfumo wa maelekezo. Engua hawa watu, wabaki watu hawa kupita bila kupimwa. Kwa hiyo hicho walichokifanya sasa, ndio nikasema ile ya Bakari na Boka kwa mfano akafanya, sasa hivi mtu apiti bila kupingwa, atapigiwa kura ya ndio na hapana. Haya, nikuulize, wakala wa kusimamia kura za hapana ni nani? Nani atahakikisha kwamba hizi hapana zilikuwa nyingi? Maswali ulikuwa una swali. Mimi na swali. Hivi karibuni tukiangalia katika huu mwaka ni mwaka wa uchaguzi. Yeah. Na vyama vingi vya siasa vimekuwa na migogoro ya hapa na pale. Nyie kama Chadema mna mikakati gani ya kukabiliana na hiyo migogoro ndani ya chama? Na hapo pia namuongezea swali jingine. Kuna maeneo kwa kipindi cha nyuma, sijui kama utakubaliana na mimi, kwa kipindi cha nyuma upinzani ulikuwa na nguvu sana kwenye kata, kuanzia ngazi ya kata kwa kanda yetu ya kaskazini. Lakini ni kama nafasi yako kama katibu, ni kama una kazi tena ya kwenda kusema kunyanyua tena, kurejesha ule ushindani ambao mlikuwa nao kwa kipindi cha nyuma. Kwa nafasi yako sasa hivi kama katibu wa kanda ya kaskazini, umejipangaje kwa hilo, kuimarisha upinzani? Kwa sababu mimi nakumbuka kwenye kijiji ambacho natoka mimi, kwenye kata nayotoka mimi, kuna wakati mlikuwa mna nguvu, lakini sasa hivi mkiangalia ni kama haijulikani tena kama mpo. Namna gani ambavyo umejipanga kama katibu kuhakikisha kwamba unarejesha huo ushindani ambao mlikuwa nao kwa kipindi cha nyuma? Yeah. Asante. Labda nikianza na ile swala kwanza kuhusu migogoro. Sasa kwanza nikilizungumza kitaaluma, kwa sababu pia nimesoma mambo ya conflict resolution and management. Kwanza kitaaluma, migogoro ni kitu ambacho hakizuilike katika maisha, yani katika taasisi, hata katika familia, hata wewe mwenyewe. Kwa hiyo nikisema migogoro ni kitu cha kawaida, lakini migogoro pia wakati mwingine ni afya kwenye taasisi. Yani kwa mfano hata wewe ukiona umekula kitu alafu baadaye tumbo likakuuma, ni saini kwamba unatakiwa uwe makini kwenye namna ambavyo unakula na kuhakikisha kwamba unazingatia usafi. Lakini sasa nikirudi kwenye vyama, swala la migogoro wakati mwingine litategemea sasa nyie mnalichukulia vipi, in positive way au in negative way. Kwa hiyo wakati mwingine migogoro inaweza kawa ni faida sana kwenye taasisi, kwa maana inawakumbusha labda maybe hapa kuna sehemu katiba kidogo mliweka pembeni, kwa hiyo mnatakiwa mrudi. Au wakati mwingine kwenye taasisi migogoro mingine huwa ni hisia. Yani kuna mtu tu anakuona unafanya shughuli za chama, labda yeye anataka kugombea bunge, kwa mfano jimbo labda la Arusha mjini. Akakuona ndugu yangu na wewe unapita unafanya shughuli za chama. Huyu jamaa mbona naye anataka nafasi. Kwa hiyo mkajikuta mnaanza kutengeneza hiyo migogoro, tunaita migogoro kwa sababu tu ya hisia. Kwa hiyo sisi tunachofanya kwanza kama chama, kitu kikubwa kwanza tunachoangalia, kwanza tunataka tuchukue migogoro kama in a positive way, ili tusaidie kujua maeneo ambayo labda tunakuwa tuna mapungufu au tuna tatizo, tuweze kuyarekebisha. Lakini pia huwa ndani ya chama tuna mifumo yetu ya ndani ya namna gani ya kuweza kuishughulikia hiyo migogoro. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina utaratibu na kinakuwa manage vizuri kwenye chama. Lakini la pili, kuna migogoro mingine ambayo mnaweza mkapandikiziwa. Especially kwa mfano unakuta sasa Chadema inaonekana ni chama kikuu cha upinzani. Sasa wakati mwingine chama tawala kinajaribu kuwapandikizia ili mvurugane, kudhoofisha ile nguvu yenu ili wao waweze kwenda mbele. Kwa hiyo wakati wenyewe mnasuluhishana, mnalumbana, wao tayari wameshajipanga huko, wameshajiset. Kwa hiyo mkija kujipata mnajikuta kwamba kumbe tayari tumechelewa. Kwa hiyo tunajaribu sana, kwa hiyo tumetengeneza mfumo mzuri wa kuhakikisha kwamba manage hiyo migogoro. Lakini la pili, kuhusiana na ari kushuka, upinzani kudhoofika, tunaboreshaje kanda kaskazini? Kwanza nikiri kwamba kuna morali ilishuka. Yani ukisema haikushuka utakuwa ni muongo. Nimesema
politics it is a science. Yani sio uongo kama watu wanafikiri kwamba siasa ni uongo. Siasa ni ukweli. Kwa hiyo ni kweli kwamba kuna morali ilishuka, lakini imeshuka sio kwa sababu ya Chadema. Imeshuka kwa sababu ya hali ya nchi ilivyokuwa, hasa kuanzia baada ya uchaguzi 2015 kuja mpaka 2020 at least kuja mpaka kwenye 2022 hapo. Kwa kweli morali ilishuka kwa sababu kuna matukio mengi sana ya utekaji, watu kupotea, watu kuuawa, watu kubambikiziwa kesi, watu kufungwa. Kwa hiyo mtu alikuwa anaona sasa nina familia yangu nitaiacha na nani, na familia inanitegemea, anataka bado kuishi na nini. Kwa hiyo morali ilishuka, lakini sio kwamba watu kwamba wamekimbia upinzani. Yani watu wapo, yani upinzani upo. Yani hata leo nimesema ukifanya tafuta watu 10, watu 7 watakwambia wako upinzani, hata kama ana kadi ya chama lakini atakuwa na support upinzani. Kwa hiyo tunachokifanya sasa ni wajibu wetu sasa kama chama, tunajipanga kwa program za kuhamsha sasa ile morali. Hata jeshini unapokuwa kabla mjaenda vitani, unapokuwa kuna vita jeshi napoenda kupigana, kuna ari, yani jeshi huwa linaitwa, kuna ari huwa inaamshwa kwanza ili wanapokwenda vitani wawe na morali. Na ndio maana umeona sasa chama kwa mfano sasa hivi tumeanza hii operations ambayo imeanza kwenye kanda zote. Tumeanza Nyasa, tumemaliza. Leo tunazindua kule kanda ya kusini, na kwenye kanda yetu ya kaskazini kuanzia tarehe 29 mpaka tarehe 3 ya mwezi wa 5 tutakuwa na timu ya Mheshimiwa Lissu na timu ya pili itakuwa ya Mheshimiwa Heche, na tutakwenda mikoa yote 4, tutapiga majimbo yote 35 ya kanda ya kaskazini kwenda kuamsha. Yani ni watu tu wanahitaji kuboost. Sasa hiyo inakuwa ni ile kwa baada ya hapo sasa inaanza mikutano mfululizo ya sisi ya ndani kwa ndani, kwa maana ile ya wananchi, kutoa elimu kwa wananchi, lakini pia ya vikao vya ndani kwa ajili ya kuamsha sasa viongozi ili tuweze kwenda. Na baada ya hapo mtagombea? No reform, no election. Sawa, kuna msikilizaji ameuliza swali kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Yeye ni Paulo Lianga. Amesema yeye anaomba kuuliza, je, wao wakishika dola, je, wataendelea kugawa majimbo na kuwaongezea wananchi mzigo? Hilo swali lake la kwanza. Lakini B amesema pia mkiwa madarakani vipi kuhusu kuwapunguzia wabunge mishahara ili kuwapunguzia wananchi mzigo, sio kuwa na maana pesa wanazolipwa wabunge ni nyingi kuliko kazi wanazozifanya. Asante. Maswali mazuri. Kwanza tunasema Chadema tunaamini katika sera ya majimbo, kwa maana ya kufast track au kurahisisha, kukimbiza maendeleo ya wananchi. Kwa sababu watu wanashindwa kuelewa kwamba leo kuna jambo ambalo linahusu Arusha mjini au Arumeru Mashariki, au linahusu Tanga mjini au Kilindi au Muheza. Unakuta mpaka lipelekwe Dodoma, liende likajadiliwe na watu wa Tandahimba, watu sijua Songwe, watu wa Nging'ombe. Ni jambo ambalo kumbe lingeweza kutatuliwa pale ndani ya lile eneo husika na lingeweza kurahisisha maendeleo zaidi. Leo kuna maeneo, nchi yetu imebarikiwa rasilimali kwenye maeneo mengi sana. Kila eneo lina potential yake ambaye Mwenyezi Mungu ametujalia. Sasa unapokuwa na serikali ya majimbo, wakati mwingine ile serikali inakusaidia kumobilize ile resource ya ile eneo kwa ajili ya faida ya maendeleo ya lile eneo, na sehemu ika-contribute kwenye mfuko wa taifa kwa ajili ya kusaidia kama taifa nyingine. Kwa hiyo uwepo wa serikali, leo tunasema Marekani ni dola kubwa duniani, ni kwa sababu ya mfumo wa majimbo. Kwa sababu leo ukienda California kuna vitu wanaviamua kama California, ukienda New York kuna vitu wanaviamua kama New York. Kwa hiyo kuna kitu, kwa mfano kama kaskazini tuna uwezo wa kuamua. Kwa mfano kwenye masuala leo ukija kaskazini kuna migogoro sana kwenye mambo ya ardhi, ambayo tungekuwa na serikali ya majimbo inaweza kuta hili jambo lingeisha hapa. Lakini leo jambo linapelekwa Dodoma pale ana mafaili ya nchi nzima, paka leo alikute faili linalotoka kaskazini, ni huku wananchi wanaendelea kuteseka. Kwa hiyo tunaamini kwamba mfumo wa majimbo ni mfumo ambao utarahisisha zaidi maendeleo na maamuzi, hasa kwenye kufanya maamuzi kuhusiana na mambo fulani ya kimaendeleo zaidi kuliko kusubiri bunge la Dodoma, ambalo mwisho wa siku wakati mwingine bunge unakuta lina wiki 2,
maswali yaliyoletwa, bahati nzuri mimi nimeshiriki sana kwenye maswala ya bunge. Kwa hiyo kuna wakati mnapeleka maswali hata hayapati nafasi, unaambiwa nafasi imejaa. Kwa hiyo mwisho wa siku hata ule uwakilishi wa wananchi haupatikaniki. Kwa hiyo kuna wakati wa bunge pia wanalaumiwa, hawazungumzi, hawatutetei, hawatusemei bungeni, kwa sababu pia wananchi hawaelewi kwamba bungeni mnaweza kaambiwa kwenye mkutano huu wa bunge yataulizwa maswali 100. Wabunge wako 264, wale tu wa majimbo. Changanya na waviti maalum 300 na wale waviti maalum nao wana haki ya kuuliza maswali. Kwa hiyo kuta mbunge wako wakati mwingine hakuwakilishi kwa sababu sio wazungumzi, ni kwa sababu ya mfumo huu. Lakini ukiwa na bunge kwa mfano la kikanda, kwa hiyo ni rahisi pale mnapata sehemu ya kuexhaust, ya kuzungumza in details. Kama kaidia kazuri mnazungumza details ya maeneo yenu. Sio unakwenda kule mnazungumza huyu kaja na mimi mheshimiwa muongozo, sijui Tandaimba, sijui Wanging'ombe, sijui wapi. Mwisho wa siku mnakosa mwelekeo. Lakini kwenye issue ya rasilimali, tumeona wenzetu leo Kenya wamefanya masuala ya county. Unaona kabisa 75% inayopatikana pale inabaki pale. Wao wana contribute 25% kwenye serikali, kwenye serikali kuu. Kwa hiyo itasaidia zaidi kwenye kufasta maendeleo ya watu. Kuhusu mishahara, hapo kidogo wasiwasi ulikuwa ni kuhusiana, kuna maeneo mengine hizo rasilimali hakuna. Yes. Unakuta kuna mikoa mingine imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi. Sasa wasiwasi ni huo kwamba tukifanya hivyo kuna hii mikoa haitakuwa inapata walau gawio, kuna mikoa haijabarikiwa kuwa na rasilimali. Kwa hiyo wasiwasi ukawepo hapo. Kuna mikoa ina bandari na masuala ya utalii na mambo mengine kama hayo. Kwa mfano ukiangalia kanda kaskazini huenda ina rasilimali nyingi kuliko kanda ya kati. Sasa tunapokuja kwenye hiyo mifumo, kanda ya kati wataishije? Nadhani hawa watu hawajafanya, kuna msemo unasema no research no right to speak. Watu wengi hawajafanya tafiti. Nchi hii tunayozungumzia Tanzania, hakuna mkoa au kanda ambaye haina rasilimali. Hiyo kanda ya kati unaisema, angalia kuanzia yote hiyo Singida hiyo, unaimaliza paka Dodoma. Angalia aina ya madini yaliyokuepo pale. Lakini ili swali mliniuliza siku moja na nikawajibu kama anavyoyajibu. Mnakumbuka? Tafiti zimefanyika. Singida ni sehemu ambayo una uwezo wa kuzalisha umeme kwa kutumia tu upepo, na ikasambaza, ikauza, ikaingiza pesa. Hakuna sehemu nyingine unaweza kuzalisha umeme kwa kutumia upepo kama hiyo mikoa ya kanda ya kati. Kwa hakuna maeneo ambayo leo ukienda kusini kule, ambayo tunaamini ndio sehemu kuna level chini zaidi ya maendeleo. Lakini Mtwara, Lindi ni sehemu ambayo kwanza kuna bandari, lakini pili angalia tunazalisha zao la kibiashara la korosho. Ukienda Songea ndio eneo ambalo katika zile big 5 zilikuwa zinalisha nchi. Songea ipo. Ni sehemu ambapo kule wanakuambia ukilima eka moja hujalihudumia sana, yani umekosa kabisa mahindi, ni gunia 25. Yaani hapo hujahudumia shamba. Kwa hiyo nchi hii ya Tanzania ni kwamba watu tu ni wavivu wa kufikiri na kufanya tafiti, na kwa sababu kama nchi hatutaki kuinvest kwenye utafiti, tunafikiri kwamba kuna maeneo hayo. Kwa hiyo kwanza hakuna eneo la nchi hii ambao utaenda mkoa hakuna rasilimali. Hiyo namba. Ukienda Japani ni vitu viwili tu, ni moja ya nchi tajiri duniani. Vitu viwili tu, bandari na samaki. Sasa hivyo vitu vyote kwetu sisi tuna kila aina rasilimali. Lakini cha pili nikasema tumesema kuna percent fulani kwenye kila eneo itakuwa inatoka inaingia kwenye level ya taifa, ili kuboost basi maeneo ambayo labda rasilimali zaweza zikawa zimepungua kidogo. Ndio kuna maswali hapa tuwasaidie wa Tanzania. Japo muda wetu ni mchache sana, kwa hiyo tunaomba ujibu kwa uchache kwa sababu tuna maswali mengine mengi kidogo. Huyu ni Macha. Ametuma maswali yake kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Amesema yeye anauliza, je, kama akitatokea mnachokitaka, je mtachukua hatua gani? Hiyo ni A. Afu B amesema, je, kama ikitokea uchaguzi usiposimama, je mtashiriki au maana chama nikimhoji tu bora mngekuwa wote mnasimamia kauli moja, tunaipenda Chadema, ila tunajiuliza itawezekanaje, maana Watanzania ni waoga sana na wako busy. Swali la kwanza amesema isipofanyika tutafanyaje. Kuna msemo mmoja unasema tutajua namna ya kuvuka mto tukifika mtoni. Kwa hiyo yote chama kimejadili kwa mazingira yote
tumeyaangalia. Kwa nafikiri wakati muafaka ukifika, nafikiri hata jana mheshimiwa mwenyekiti amesema wakati ukifika basi chama kitatoa tamko. Kwa hiyo nimuombe tu kwa sasa tuendelee no reform no election. Sasa ikifika kama serikali imegoma na wakati wa uchaguzi umefika, basi chama kitatoa tamko. Ila tunaomba msituletee vita. Hakuna vita, ndio maana ni zile dhana ulikuwa umesema. Yaani kuna watu wanafikiri, yani leo hata ukienda kuna mahali wanafikiri kwamba uwepo upinzani ni vita. Na hiyo ni propaganda ambayo imeenea sana. Yaani sio vita brother. Yaani kwa mfano hata wewe ukifika unadai haki yako. Wale kusema Mwalimu Nyerere, ukifika unamdai mtu na haki yako ameifungia ndani, mwambie akupe. Akikataa, ukivunja mlango kaichukua, sio vita, ni umedai haki yako. Yo kauli ya Ndonde. Naomba niishie hapo. Okay, nadhani ni nani jibu umemjibu hao jamaa? Nimemjibu hilo la kwanza kuhusiana na nimesema kuhusu hatua gani, nimesema wakati mwafaka ukifika utakwenda, na tunafanyaje kuhusu reform. Kwa mfano sasa hivi tumesema hatua ya kwanza, ndio maana tunazunguka nchi nzima kwa maana ya wananchi waelewe hiyo dhana. Lakini cha pili, zimefanyika jitihada nyingi za kuzungumza na taasisi za kimataifa, taasisi za ndani, taasisi za dini, kwa sababu tunachoamini sisi Chadema, tunachodai no reform no election sio hoja ya Chadema. Tunataka iwe ni agenda ya kitaifa. Kila mtu adai, yani haki yako ya kura iheshimiwe na ihesabike. Ukipiga kura yako kama ni umeipigia CCM iheshimiwe. Ukipigia ACT iheshimiwe. Ukipigia Chadema iheshimiwe. Hiyo ndio target yetu. Na mmeona matokeo yameanza. Umeona msajili ametuita, sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya hiyo pressure. Lakini cha pili tunachofanya sasa hivi, tunasaini petition nchi nzima. Tunataka saini za watu wasiopungua milioni 15 kuwaonyesha kwamba hili sio takwa la Chadema, ni takwa la wananchi. Hizo saini si mnaweza mkafoji tu? Hapana, hizo ndio maana tunasema zitatoa fomu, wananchi watasaini wenyewe kupitia kwenye mikutano. Kwa hiyo fomu hizi zitakuwa zinasainiwa kwenye mikutano, na tutachukua hizo document tutapeleka kwenye jumuiya za ndani pamoja na jumuiya za kimataifa kushinikiza kwamba sasa tunahitaji kwamba serikali ifanye hayo mabadiliko. Tunahitaji mabadiliko kwa ajili ya nchi, sio kwa ajili ya Chadema. Hatushinikizi Chadema atangazwe. Tunashinikiza tuwe na tume huru. Mtu akishindwa aseme kweli hapa nimepigwa. Sio kwamba maeneo yote kwamba Chadema tunakubalika au tutashinda 100%. Huo ni uongo. Kuna maeneo tunajua bisa hatutashinda, lakini pia kuna maeneo tunaamini pia tunashinda, huwa tunazulumiwa. Kwa hiyo sisi tunachotaka ni hiyo fair na tume ambayo itakuwa huru. Mjomba, kwa haraka swali lako? Nimesikiliza, nilikuwa nakula nishibe hapa. Sasa kama umeshiba uliza swali direct twende. Yes, swali langu linabidi tu nizungumze kidogo japo itakuwa kwa kifupi. Moja ya changamoto ambayo imeonekana kuwa kubwa kwenye jamii yetu, pengine kushindwa kuamua au kufanya maamuzi yaliyo sahihi upande gani wawe, ama kufanya uamuzi ambao hautusaidii, kwa sababu mfano tukisema siendi kupiga kura ama kujiandikisha, hakuna upande wowote unaofaidika, nikiwemo mimi mwenyewe. Sio Chadema, sio CCM. Tunadhani kama chama pengine tufanyeje? Yani nazungumzia kwa upande nyinyi kama chama, na wewe ni katibu hasa wa kanda, ambayo unapokutana na makatibu wenzako mnaweza mkaamua jambo kwa manufaa ya nchi. Kama chama tufanyeje, ama tuje na mfumo gani wa kuliandaa taifa toka ngazi pengine ya huku chini, ili mtu akue akiwa na uelewa wa kisiasa na dhana iliyo sahihi, tofauti na hii ambayo kama alivyouliza ndugu yangu Jora mswali hapa kwamba watu wanaamini siasa imekuwa kama ni michezo fulani ya ajabu ajabu. Na wewe umekuja kutuaminisha kwa maelezo mazuri kwamba siasa ni sayansi ambayo tena ni ya wazi, inayoonekana na ni maisha ya kila siku. Shida yangu ni tufanyaje kutengeneza kubalance mzani hapa, ili tunapofika huku juu hata kwenye kushiriki kwenye chaguzi ama kwenye nafasi mbalimbali za kugombea na kufanya maamuzi, tuwe na utashi ulio sahihi juu ya siasa. Wanasema ili uweze kutatua tatizo lazima ujue chanzo cha tatizo. Ndio maana hata ukifika hospitalini ukimweleza daktari atakwambia nenda maabara ili ajue unaumwa nini, ili kama ni typhoid akupe dawa ya typhoid, kama ni TI akupe dawa. Kwa hiyo ili tuweze kwenda, cha kwanza tatizo letu kubwa nimesema ni mfumo wa uchaguzi. Ndio kitu pekee ambacho kimewakatisha watu tamaa. Watu wengi wamekuja wameona hawana maana tena ya kushiriki uchaguzi. Na ndo maana sasa sisi kama chama tunachofanya nini? Tumeamua kushiriki kwenye hii initiative ya kuhakikisha kwamba tunatafuta mabadiliko ya kweli ya mifumo ya kiuchaguzi ambayo yatakufanya yule mwananchi arizike. Nimesema hapa, ukimuuliza leo mwananchi kwa nini upigi kura, majibu atakwambia nipige kura ili iweje.
wakati tayari kuna mtu, wakati hata nisipopia atatangazwa wanamtaka wao. Kwa hiyo ili kuamsha hiyo ari, hakuna shortcut, ni kubadili mfumo wa uchaguzi ambao utatoa nafasi kwa mtu kwamba atakapopiga kura yake itaheshimiwa. Ana hakika kwamba huyu tuliyomchagua, kiongozi waliyomchagua, bila kujali anatoka chama gani, kwamba kiongozi wanayemtaka basi mwisho wa siku ndio yule anayetangazwa. Hiyo ndio njia pekee ambayo tunaona. Ndio maana sisi kama chama sasa hatua gani tumechukua ndio hiyo sasa. Tumeanzisha hili sasa na kuomba watu watuunge mkono, tuhakikishe kwamba tunapata mabadiliko ya mfumo wa kiuchaguzi ili tuwe na taifa sasa ambalo litathamini na kujua umuhimu wa kupiga kura. Lakini cha pili sisi watu tunafanya ni kutoa elimu ya uraia. Hili ni jambo muhimu sana watu waelewe. Kama ulivyosema, umesema jambo zuri sana. Leo ukikuta mwizi anavunja nyumbani kwako, huwezi ukasema ngoja nimwache nikimbie polisi nikaite polisi. Kuna hatua ambazo utazichukua pale kumdhibiti. Kwa hiyo ndio maana pamoja na changamoto hizo zote, ndio maana tunataka wananchi nao washiriki kwenye kudai haya mabadiliko ili mwisho wa siku kile tunachokitaka au wanachokitaka mwisho wa siku kiweze kufanikiwa na kiweze kupatikana. Kwa sababu ya muda sikutegemea kama muda unaweza kuwa mdogo kiasi hiki. Anyway, tupumzike kidogo kwenye siasa, ambapo naamini kwamba hatutotoka kwenye siasa kwa sababu bado tuko kwenye siasa, lakini nataka tutoke kwenye siasa ambapo naamini kwamba majibu bado yatakuwa kwenye siasa pia. Ndonde, we ni msomi ambao umepita chuo kikuu na vitu kama hivyo. Nataka tusaidie kwenye kitu kimoja ambacho kila siku watu tunazungumza hapa kuhusiana na mfumo wetu wa elimu. Namtoa mtoto wangu sasa hivi na kuja kumpokea baada ya miaka 17 na still bado hawezi ana kazi. Yani nimemtupa mtoto wangu miaka 17 akatafuta elimu na bado akirudi bado anatafuta namna kufanya. Mwisho wa siku inabidi nimpeleke VETA akajifunze ujuzi. Mfumo wetu wa elimu, wewe kama msomi wa chuo kikuu, unaona uko sahihi au kuna kitu ambacho inapaswa kufanyika ili kuweza kuweka mfumo ambao utakuwa ni sawa? Tulikuwa tukizungumza hapa kila mmoja, sisi tukatoka na azimio letu kama Good Morning Tanzania, kwamba sisi tunatamani ikifika mtoto akifika darasa la 4 akishajua zile KK3 basi aanze kusomea fani moja kwa moja. Una kipi cha kutusaidia katika mfumo wetu wa elimu? Nadhani ni sahihi sana, na wanasema ukitaka kuliharibu taifa wala uhitaji kupiga mabomu, haribu mfumo wa elimu. Kwa bahati mbaya sana ni mfumo ambao tumeurithi, wanaita white collar job. Ni mfumo ambao wa kukimbizana na vyeti. Nilikuwa naona nikiwa chuo kikuu mkiwa ile semester ya mwisho ya mwaka wa mwisho, yani watu walikuwa nakana magazeti The Guardian, yani kipindi WhatsApp bado sana. Kwa hiyo yani The Guardian si nini, watu hawasomi kwingine, mtu anakimbilia kwenye job vacancy kwa sababu kuna page kabisa watu wanakimbilia pale, na mtu anakuambia mimi chini ya milioni 1 na usifanyi. Inakumbuka sana that moment. Kwa hiyo utaona kiukweli, na ni ukweli kwamba ukiangalia hata mtoto anatoka paka angalau chuo kikuu ndio angalau unaona kidogo mtu anaanza kufundishwa labda kuspecialize angalau kwenye eneo fulani, lakini leo mtoto anamaliza form 4 form 6 yani bado hana kitu ambacho anaweza akaenda akasema sasa hiki naenda kufanya au akaajiriwa nacho, hata kama ni kuajiriwa hivyo hivyo. Yani anaweza kaajiriwa nayo, unamwajiri kwenye nini, amesomea nini. Kwa hiyo kwenye mfumo wa elimu na tumechelewa sana, na mbaya zaidi ni kwamba kuna dhana moja mbaya sana. Tunadhani kwamba lazima kila mtu afike chuo kikuu. Duniani taifa lolote linajengwa na middle class, watu ambao wamepita kwenye vyuo hivi vya ufundi kwenye fani mbalimbali. Hiyo ndio watu ambao wamejenga, kwa sababu ndio manpower kubwa. Kwa sababu leo mtu amesoma degree yake civil engineer, unaweza kumwambia koroge zege, yani naona unamzalilisha. Kwa kuna kazi ambazo kwenye level mtu akifika anafikiri mimi siwezi kuzifanya. Kwa hiyo nakubaliana na zioni ni sahihi kabisa. Ni lazima tufumue mfumo wetu, sio kuweka viraka. Ni kufumua mfumo wetu, tutengeneze mitaala ambayo inaendana na uhalisia wa maisha yetu. Kuna clip moja kwa naangalia mtandao leo, ukienda zetu China, kuna shule watoto wadogo wako laboratory wanatengeneza vitu mbalimbali. Kuna msemo huko mtaani wanasema unaweza kukuta hata hizi kuna simu hizi tunatumia zimetengenezwa na wanafunzi watoto wa China kule. Of course, kwa hiyo unaona kuna kitu unaweza ukaona ukakisense. Kwa hiyo ninakubaliana kwamba ni lazima mfumo wetu tuufumue. Ni lazima tuinvest
kwenye elimu ya ufundi. Kwa sababu leo kuna mtu, kwa mfano, mtu ameenda labda amesoma famasia, sio lazima ajiriwe. Anaweza kafungua duka lake la dawa kwa sababu tayari kwanza ni professional, kwa ana zile sifa. Kuna mtu leo amesoma umeme, anaweza kajiajiri, sio lazima ajiriwe. Kuna mtu amesoma gari, anaweza akaanza kutengeneza hata kama sio garage. Kuna gari fulani jamani watu wanajua fulani ni fundi. Kwa hiyo anatengeneza, mwisho wa siku akajikuta ana garage yake. Kwa hiyo ni lazima ifike mahali badala ya kutengeneza haya kujaza mashule ya kata, ni vizuri sasa kwenye hizi shule za kata tujenge kwamba hizi shule ziwe ni lazima kila shule lazima iwe na mtaala wa ufundi kwenye fani yoyote. Sasa mtu anachagua kwamba mimi leo lazima nijiunge kwenye nafasi. Kuna wakati mimi nakaa na paka nasema light ningejua bora hata ningesomaga VETA miaka mingi, kuta leo ningekuwa nazungumza pia kitu kingine kabisa. Sasa kuna saa unaona fundi anafanya, anapata hela, anatengeneza hela, hajaajiriwa, amejiajiri. Kwa hiyo the only way ya serikali kumaliza tatizo la ajira, serikali sio kuajiri, ni kutengeneza mazingira ya watu kuweza kutengeneza ajira wao wenyewe. Sasa mtu anakuambia tu kajiajirini, lakini mazingira hakuna. Kwa hiyo ni lazima mfumo wetu. Leo unafika mahali mtu unamfundisha panzi ana miguu mingapi? Yaani ina implication gani kwenye maisha? Kwa lazima elimu yetu iwe na impact. Lazima impact kitu kwenye jamii kwamba huyu kweli mtu akitoka hapa anaweza kufanya. Kuna wakati siko nataniana pale chuo, unakuta mtu anasoma computer science, haizi kutengeneza virus hata unamuua kwa kumkliki tu. Yaani hatuwezi. Sasa lakini computer science 4 years mtu amespend kwa hiyo tumetengeneza, yani huku vyuo vikuu imekuwa sasa ni vile kuna leo nani General Lumengo anasema vyuo vikuu leo vimekuwa ni form 5 and form 6, yani tumeexpand tu form 5 na form 6 kwa sababu huoni watu ambao wanaweza wakaja na mawazo ni jinsi gani wakaweza wakatengeneza ajira. Kwa hiyo elimu hii at least naona angalau kidogo wameanza kwenye hii ya kutengeneza sasa mfumo wa amali, ingawa wameanza kwenye darasa la 6 sasa hivi amna la 7. Yes, ukija hapa kwenye sekondari sasa hivi wanataka pia mwanafunzi pamoja na masomo ya darasani lakini pia select na nani. Lakini bado naamini huko sekondari hakuna sababu ya kusoma hivyo vitu. Ni mtu aende achague anasoma nini. Kama anakwenda chuo kikuu ni anakwenda kuimprove ile ujuzi aliokuwa nao. Yes, anakwenda na ndio purpose ya chuo kikuu ni kwenda kuimprove kile kitu ambacho sio ndo kwenda kuanza start the fresh. Yeah. Na tukifanikiwa kwenye hilo eneo, kwa sababu the only kitu wamefanikiwa China ni kwenye hilo eneo, ni kuinvest kwenye elimu. Na ndio maana wa China anakuambia usinipe samaki, nifundishe kuvua. Nikiwa na njaa nitakwenda mwenyewe mtoni. Kwa hiyo ukimpa mtu ujuzi, atajua sina kazi, atajua kujiongeza afanye nini. Lakini ukisubiri, leo tumeona juzi TRA wanatakiwa watu sijui tumeona yale mafuriko yaliyotokea. The same wametangaza polisi, fuatilia utaona idadi ya watu ni kubwa sana. Anyways, ndonde turudi kwenye siasa zetu kwa haraka. No reform, no election. Ikakubalika kwamba okay, tupo tayari kufanya reform. Yes. Lakini mnaongoza kuambia watu wasiende kujiandikisha. Ikakubalika hii reform. Mnapata wapi wapiga kura ili hali watu hawana kichinjio cha kwenda kujiandikisha? Tunasema kwa sababu kujiandikisha ni unajua uchaguzi sio siku ya kupiga kura. Uchaguzi ni process. Unaanzia huko, kuanzia kutangazwa kwa uchaguzi, kutangazwa kwanza kwa zoezi la uandikishaji, yote ni process ya kiuchaguzi. Sasa ndio maana sisi umeona hata kwenye maelezo yetu tumesema, sisi kwanza hatuna shida kwamba na muda wa uchaguzi. Sisi kwanza tukubaliane, tupate yani mfumo bora. Sasa huo mfumo tukishaupata, tunaweza tu tukaamua sasa tuanze hata uzoezi likaanza, tuanzie kwenye kuandikisha, kwa sababu pia watu watakuwa wameandikishwa sasa kwenye tume, kwenye daftari ambayo inasimamiwa na tume huru. Kwa sababu shida yetu pia inaanzia sio tu kwenye kutangaza matokeo, hata daftari lenyewe yani huwa linachezewa. Kwa kuna watu wanaweza kukuta wanaandikisha, mwisho wa siku anaonekana huyu jamaa hizi kura za Chadema kuna watu unakuta hawapo, majina yao hawapo na walijiandikisha. Au wakati mwingine unakuta majina yameongezwa kwenye daftari. Kwa hiyo huko tunataka tuanzie kwenye vyanzo. Kwa hiyo tunachotaka ndio maana tunachosema mfumo huu reforms ifanyika zianzie huko,
tutajiandikisha kwenye tume ambayo itakuwa inaaminika na pande zote. Ndio nimekuwa mstari wa mbele sana kutuchafua uko nje ya nchi kama taifa. Unaenda kutusemea. Hatuwezi kumalizana huku nchini. Tanzania sio kisiwa. Sio kwamba tuseme kwamba Tanzania tunaishi kwa kujitegemea kwamba ni sisi tu. Kwamba ni lazima kama nchi tuna mahusiano na nchi nyingine. Kwa hiyo ni muhimu nao ni vizuri kwa sababu wana mchango mkubwa sana kwenye hii taifa. Kwa sababu leo ukiangalia bajeti zetu za nchi, kwenye upande wa maendeleo, asilimia zaidi ya 40 unakuta ni bajeti ambayo inahudumiwa na mashirika kutoka nje. Kwa hiyo kama wanataka pia tumalizane wenyewe, basi na bajeti yetu basi ijitegemee yenyewe, tuseme kwamba sisi ni watu huru. Kwa hiyo kwa dhana hiyo, sasa tunachotaka kuambia wale mataifa kwamba hii hela mnayoipeleka huku, kwa sababu tunaipeleka kwa watu ambao wanakosa uhalali. Kwa hiyo tunachotaka, kwa sababu moja, kwanza kwa mfano kwenye issue, kwa mfano mwekezaji ili aje kuwekeza kwenye nchi yako anahitaji political sustainability katika nchi. Sasa kukiwa hamna political sustainability, hakuna mwekezaji ambaye ataingiza hela zake pale. Kwa hiyo sisi pia tunataka kuisaidia nchi ili wawekezaji wengi waingie nchini, kwamba tuwe na mazingira ya political sustainability, kwamba viongozi waliopo madarakani regardless ni wa chama gani, yani lakini wamepatikana kwa usahihi katika mfumo sahihi. Kwa hiyo ni sehemu salama ya wao kuingiza fedha zao. Kwa hiyo ujumbe tunapeleka kwamba mnapeleka hela zenu kwenye nchi ambayo ina viongozi ambao wana ulakini, wana mashaka. Kwa sababu kaka, hili swala watu leo wanaweza kalifikiri ni la Chadema, lakini hii jambo sio la Chadema. Wananchi wengi wanalalamika, wana mambo mengi sana wanalalamika sana kuhusu viongozi waliopo madarakani. Kuna siku hao wananchi watachoka bila kuongozwa na Chadema, ACT wala chama chochote. Kuna siku wao wenyewe tu watamua. Tumeona mifano mingi hapa Arusha. Nafikiri sikumbuki vizuri kata gani. Tunaona wananchi walimchukua diwani wakamtembeza kwenye maji machafu. Ni Muri. Reaction ya wananchi. Sasa sisi tunataka tuambie serikali, yani serikali wangetuelewa. Tunaisaidia kwamba hatutaki nchi iende huko wao wanapofikiri machafuko. Sisi tuna faida. Tumeona wenzetu Kenya walipopita, tumeona Burkina Faso, tumeona Malawi, tumeona wapi. Sasa sisi tuna faida ya kuona, ya kurekebisha mambo yetu kabla huko. Kuna vitu vingine vinatokea, sio ushawishi wa vyama vya siasa. Ndio hiyo kitu nilisema katika democracy, wanasema inaitwa popular democracy. Kuna wakati wananchi tu wenyewe wanaamua. Tuliona ile Asian, ile movement za Asian. Mwananchi tu mmoja aliamua, akaenda kwenye jengo la serikali, akajipiga petroli, mwisho wa siku nchi nzima ikapokea, ikalipuka. Tuliona Indonesia, paka wananchi wakavamia ikulu, hawakuongozwa na chama cha siasa. Kwa hiyo usiku akifikiri kwamba Chadema tu ndio inaongoza, leo kesho Chadema inaweza isiwepo, lakini wananchi wataendelea kuwepo. Kwa kuna siku reaction ya wananchi itaondoka. Haya, leo wananchi wamelipuka, alafu kuna wawekezaji wameingiza hela zao huku. Mwisho wa siku tunalididimiza taifa. Mungu ajalie mlipuko stoke. Kuna ujumbe wote wa msikilizaji. Anyways, Ndonde, tuna maswali mengi sana na hasa tunapozungumzia chama kikuu cha upinzani nchini kwetu Tanzania, Chadema. Ni chama. Mimi nataka nikupe nafasi ya kuomba wana CCM ndio waweze kuchangia tone tone. Karibu. Asante. Mimi niombe tone ni movement ambayo inamhitaji sio mwana Chadema, sio ya Chadema peke yake. Ni ya mtu yoyote anayependa nchi, anayependa mabadiliko katika nchi hii. Jamani, sijakosea kumwambia mwana CCM kwamba waambie wana CCM kwamba nilikuwa nataka kuambia waambie wana Chadema. Nimwambia waombe wana CCM. Kwa hiyo sio kwamba nimekosea. Huko sahihi kabisa. Huko sahihi. Na ndio maana nimesema, na nashukuru umefanya kitu kizuri sana. Kwa sababu nimesema movement hii, kwa sababu tone ni kwa ajili ya kusaidia hii movement ya no reforms no elections. Kwa hiyo ni tone ni kwa ajili ya mtu yoyote, awe mwana CCM au mwana Chadema, sio kuwa na chama, awe Mkristo awe Muislamu, ni kwa ajili ya kusaidia movement kwa faida ya nchi. Nimesema tukipata mabadiliko, tukipata mfumo mzuri wa uchaguzi, hautainufaisha Chadema peke yake, utamnufaisha hata huyo mwana CCM. Inawezekana kuna mwana CCM tu leo anakuwa ni muoga kwa sababu ya mfumo unambana. Kwa hiyo brother, hamna mwana CCM yote ambaye amekuja kuwasupport kwenye wako wengi sana. wengi sana. Na uwezi kuamini hii movement, nilikwambie,
imechangiwa na watu wengi walio nje ya Chadema kuliko walio ndani ya Chadema. Kuonyesha kwamba kuna kiu. Yaani ndio maana nisema Watanzania wana vitu vimejaa vifuani. Wana vitu sasa woga wanashindwa kuwasemea wapi. Kwa hiyo wanafurahi uwepo wa Chadema kwa sababu Chadema imekuwa ni sauti ya watu wengi. Ya ndani aliyokuwa ndani ya system na nje ya system. Hata ndani ya system wako watu wengi wanachangia kwa sababu wanaamini taifa hili likipata mabadiliko ya kweli hata wao watanufaika. Kwa hiyo hii movement sio, ndio maana akasema, ndio maana umeona tunaipeleka kwa nchi za nje, tunaipeleka viongozi wa dini, tunaipeleka taasisi za kiraia, tunaipeleka wapi? Kwa sababu tunataka wote waiunge mkono kwa sababu ni kwa faida ya taifa. Tunalipenda nchi, tunalipenda hili taifa, tunahitaji hili taifa liwe na amani. Amani ni zao la haki. Yaani amani sio kusema tu kuna amani. Inatakiwa amani ionekane kuna haki inatendeka. Ndipo patakuwa na amani. Ukiona amani ambapo hakuna haki, huo ni uoga kaka. Yaani sasa hivi Watanzania wengi ni waoga lakini hawana amani. Yeah. Bwana, sisi tukushukuru sana Ndonde Tottenham. Tunatamani kuendelea kuzungumza na wewe kwa sababu una vitu vingi kiukweli vya kuweza kusikilizwa, na tuombe radhi wasikilizaji tukao tunaona wanapiga simu lakini tumewawakilisha kwenye maswali. Wakati mwingine tutakapompata tena tutakuja kuzungumza naye pia, alafu tutawapa nafasi nyinyi wa Tanzania ambao mnatusikia muweze kuuliza maswali. Lakini tunaamini kwamba yale maswali ambayo tumewakilisha sisi yatakuwa ni faida kwenu na mtayapokea kwa kile ambacho amekizungumza. Kama ulikuwa una dukuduku, naamini kwamba kwa asilimia kadhaa kuna dukuduku lako litakuwa limefutika kabisa. Ndonde Tottenham, tukushukuru sana, katibu wa chama cha demokrasia na Chadema kanda ya kaskazini, na naamini kwamba una bado tunategemea kanda yetu uendelee kuhudumia Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga. Yeah. Tunategemea labda tutaona mabadiliko mazuri hasa katika upande wa siasa, ukionyesha dira nzuri kwa taifa letu la Tanzania kama kiongozi. Kiukweli tukupongeze kwa uelewa wako mkubwa ulionao katika upande wa siasa. Sikutegemea kwamba naweza nikapata nondo ambazo nimezipata leo. Nilitegemea kwamba labda ujamaa leo tunakwenda kumkimbiza studio leo. Leo tunakwenda kumgaragaza. Maana jamaa wangu aliniuliza swali, mmempania Bwana, hongera sana kaka. Neno la mwisho kwa Tanzania. Neno la mwisho ni waombe wa Tanzania kwamba tushiriki katika kuipigania nchi yetu, hasa kwa kudai mfumo huru na wa haki wa uchaguzi. Kwa sababu leo ukiona barabara mbovu, ukiona huduma mbovu ya afya, elimu mbovu, ni kwa sababu ya kiongozi anashindwa kusimamia. Lakini huyo kiongozi ni ametokana na mfumo ambao haukuwa mzuri. Kwa hiyo tutapokuwa na mfumo mzuri, faida yake ni kwamba tutapata viongozi ambao wale tunawataka na ambao tunaamini wataenda kuwavucha. Kwa hiyo naomba washiriki kwa kushiriki kuchangia tone, lakini pia kwa kudai haki kwamba tuhakikishe kwamba mwaka huu hatufanyiki uchaguzi mpaka tupate mabadiliko ya msingi kwa faida yetu sisi na vizazi vijavyo. Lazima tuiangalie Tanzania kwa miaka 100 ijayo. Tusiangalie Tanzania kwa leo. Kwa hiyo niwaombe sana, tutakapowaita, tutakapowashirikisha, basi tunaomba wajitokeze, washiriki, watuunge mkono. Sisi ni sauti yao tu, lakini tunachokisimamia ni kile ambacho wao pia wanakitamani. Na nimalizie kwa kuambia kwamba kuanzia tarehe 29 tutakuwa na uzinduzi wa operation ya no reform kwenye kanda yetu ya kaskazini, na tutazindua mkoa wa Arusha ikiongozwa na mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Lissu pamoja na Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa taifa bara Mheshimiwa Heche, na baada hapo tutafika mikoa yote Manyara, Kilimanjaro pamoja na Tanga. Kwa hiyo tutawatangazia, tunaomba wajitokeze kwa wingi ili waende wakapate ile elimu ya kwa nini tunasema kwamba tunahitaji mfumo bora na wa haki wa uchaguzi. Swali la kuondokea, mkibahatika kuchukua nchi, upande mkao mnamiliki labda upande wa bunge, mfumo wa viti maalum mtawekaje? Utakuwepo na utakuwa kwa muda wote kwamba huyu ni viti maalum kwa miaka 5, 10, 20? Na sisi tumeanza kwanza kwenye chama. Tumeshasema tumeweka ukomo kwenye chama kwamba tunataka viti maalum kwa sababu viti maalum ni kwa ajili ya kumpa mtu uzoefu. Kwa hiyo tunaamini kwa 2 miaka 10 kabla hujapata uzoefu, hata tukupe miaka 30 hutapata. Kwa hiyo ni moja. Lakini la pili, tunataka tubadilishe mfumo isiwe kama hisani kwa wanawake, onekana kama wanapendelewa. Tunataka tubadilishe mfumo, kurudisha mfumo kwenye jimbo kuwe na wagombea 2
mmoja mwanaume mmoja mwanamke washindane kwa hoja, wachaguliwe kwa hoja, na sio vyama kuteua na kuonekana kama vile wanawapa watu fulani kwamba ni zawadi. Shukrani sana Ndonde. Asante sana. Bwana, kuna mwenye kuaga hapa chochote kitu? Yako mengi ambayo tungetamani tuendelee naye kiukweli. Ukishamwona paka Bajaji ameamua kunyamaza kimya. Amempata kiboko yake. Hilda. Umewazaje Hilda? Amepata kiboko yake leo.